Shalom, shalom. Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Leo ninaanza na sentensi isemayo, tafadhali sikiliza somo hili. Fuatilia somo hili mwanzo wake mpaka mwisho wake. Ni somo ambalo ni refu, nitalifundisha polepole. Yatakuwa ni masomo nitakatakata yafike masomo 7 au zaidi kadiri Roho Mtakatifu atakavyo niongoza juu ya somo hili. Basi ninakushukuru kwa kuendelea kufuatilia mafundisho kupitia channel yetu ya Mikono ya Kristo. Mungu akubariki sana. Wewe ambaye umekuwa mfuasi wetu kwa muda mrefu, wewe ambaye ni mgeni ndio kipindi hiki umeanza kutufuatilia, nawe pia Mungu akubariki, endelee kukutia nguvu na kukuimarisha ili endelee kulipata neno la Mungu lililo sahihi. Ulimwengu tulionao mafundisho ni mengi sana, lakini kati ya mafundisho mengi yapo mafundisho ya uongo pia. Hivyo ninakushukuru na ninamshukuru Mungu kwa ajili hata ya channel hii, kwa sababu neno linalofundishwa hapa kwa hakika ni neno la uzima, kwa hakika ni neno ambalo litakuponya, kwa hakika ni neno ambalo litabadilisha maisha yako. Utaenda katika njia ambayo Mungu amekusudia. Amekusudia wewe upite katika njia utakatifu, ili Yesu atakaporudi akukute ukiwa salama, akute taa yako ikiwa na mafuta, akute taa yako ikiwa inawaka. Usiwe kama wale wapumbavu waliobeba taa ambayo haikuwa na mafuta mengi, mafuta yakaisha, alafu wakaenda kutafuta mafuta. Waliporudi ukumbini wakakuta mwanakondoo kashaingia na harusi imeshaendelea na milango imefungwa. Asante kwa kuendelea kufuatilia, na Mungu aendelee kukutia nguvu na kukupa mafunuo juu ya masomo yote tunayofundisha mahali hapa, hata na somo hili la leo. Somo la leo linabeba uzito kabisa katika kichwa cha habari. Ni somo ambalo limebeba uzito sana, na somo hili linauliza, utajuaje kwamba umeuza roho yako ama bado unayo? Sikiliza swali lenyewe. Umeuza roho yako ama bado unayo? Kwa nini kichwa cha somo kipo namna hii? Ni kwa sababu, wapendwa katika jina la Yesu Kristo, Wakristo wengi wameuza roho zao lakini hawajui, lakini wengine wapo ambao wanajua. Wengi wao wameuza roho zao kwa shetani na hawajui, wanaishi tu, wanaendelea kuishi, alafu wachache wanajua kwamba tumeuza roho kwa shetani, kwa maana wameyafanya mambo wakiwa wanayajua. Hivyo mpendwa, nimekuja na somo hili linalokuuliza kwamba utajuaje kama roho yako umeiuza ama bado unayo. Viko vipengele vingi sana ambavyo vinaweza kusababisha kujua kwamba wewe roho yako umeiuza ama bado unayo. Nitatembea kipengele kwa kipengele ili upate kuelewa kwamba kwa tendo hili nimeuza roho yangu, kwa tendo hili niko salama, kwa jambo hili nimeuza roho yangu, kwa jambo hili niko salama. Hapo sasa kwenye haya mambo haya ndipo utakapogundua kwamba kumbe tumeuza roho, kumbe watu wameuza roho, kumbe watu tunatembea tukiwa watupu, hatuna chochote mbele ya Mungu. Shetani alishatuvuna siku nyingi. Utaelewa hapo. Ndio msingi wa somo hili. Sasa sio somo fupi, ni somo refu, nitaligawanya ili upate utulivu katika kulifuatilia. Sitalifundisha moja kwa moja kwa sababu lina vipengele vingi sana, ili upate kuelewa. Nikilifundisha moja kwa moja, kuna sehemu nitafundisha partial tu. Sitaki iwe hivyo. Nataka nikufundishe hatua kwa hatua. Yaani Roho Mtakatifu akusaidie kabisa kuelewa somo hili, kwa sababu nataka niende hatua kwa hatua. Haleluya. Nitaanza kwa kuomba. Baba, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, nasema asante kwa ajili ya wakati huu. Asante kwa ajili ya neema hii ya kufundisha somo hili ambalo Roho wa Mungu ndio unakwenda kuwafundisha watu wako. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninakusihi Roho Mtakatifu uachilie nguvu na neema ya mafunuo juu ya watu wako hawa Bwana, wakapate kulielewa somo hili. Mafunuo yote yaliyomo katika somo hili Baba, wakapate kuyaelewa. Shetani ambaye aliwafumba, ambaye anawafanya wasione kama kuna dhambi, wasione kama wamekamatwa, wasione kama wameuza roho zao, leo hii kupitia somo hili
ninakusihi Baba wa mbinguni, ninakusihi Baba wa mbinguni, fungua fahamu zao, lile neno unalokwenda kulifundisha juu yao Bwana, wakapate kulielewa, mafunuo ambao umeyakusudia Roho Mtakatifu siku ya leo, wakapate kuyaelewa, ili lile neno likapite ndani yao. Kama kuna mahali waliteleza, wakagundue kwamba wameuza roho zao, na wakigundua kwamba wameuza hizo roho zao kwa shetani, wapate neema ya kurejesha hizo roho, kwa sababu Mungu wetu ni Mungu wa neema, arejeshaye yaliyoibiwa, arejeshaye yaliyopotea, arejeshaye yaliyoliwa na madumaru, tundu na nzige. Bwana Baba, katika jina la Yesu Kristo, nasema asante kwa ajili ya watu wako, asante kwa ajili ya somo hili, asante Roho Mtakatifu, kwa maana ufundishaye ni wewe wala si mimi. Nakushukuru Baba wa mbinguni kwa Roho Mtakatifu, nami ninaomba na kuamini katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai, na wote tuseme amina. Yes. Sasa tunakwenda moja kwa moja. Utajuaje kwamba umeuza roho yako ama bado unayo? Yako mambo mengi yanaweza kufanyika. Mambo mengi yaweza kuwa umeyafanya ambayo tayari shetani alishakuchukua siku nyingi. Shetani alishakubeba siku nyingi. Shetani alishakununua siku nyingi. Hili somo ni serious kweli kweli. Yaani hili somo sio la mzaha. Hili sio somo la mchezo hata kidogo. Hili somo lina vita kubwa, kwa sababu tunachokifundisha, kwanza shetani hataki hata kusikia tunakifundisha. Ndio maana nimeanza na maombi moja kwa moja, ili Roho wa Mungu akusaidie. Shetani atakapotaka kupiga shindikane. Umeshika simu yako, unataka kufungua hili somo, ninakwambia shetani atakupoteza. Utaangalia kitu kingine. Ndio maana nimeomba ulinzi, nimeomba Mungu akupiganie, Roho Mtakatifu akufunulie kila ambacho kimefunuliwa katika somo hili, ukapate kukielewa. Umeuza roho ama la? Roho yako unayo ama la? Unatembea ukiwa na roho yako ama ulishauza tayari? Kuna watu hawajanielewa, sijui. Kuna watu wanauliza roho unauzaje? Amjasikia watu wanasemaga nimeuza roho yangu kwa shetani. Anaposema si yupo mzima anaongea. Lakini anasema kwa nini nimeuza roho yangu kwa shetani? Maana yake miliki ya roho yako anayo shetani. Operation ya roho yako anayo shetani. Haipo kwa Mungu tena. Ikifikia hali hiyo, maana yake ni kwamba wewe umeuza roho kwa shetani. Hiyo ndio maana yake. Yaani miliki ya roho yako anayo shetani, sio Mungu. Huko ndiko kuuza roho kwa shetani. Sasa wapo ambao wanajua kwamba wameuza roho kwa shetani. Kwa mfano, wanaofanya habari za kutoa makafara kwa makusudi, hawa wameuza roho kwa shetani. Wenye utajiri ambao wanajua kwamba utajiri huu mimi nimeupata kwa nguvu za giza, hawa wameshauza roho kwa shetani. Yaani kuna watu unasikia hata agenti wengine maagenti ambao wa kishirikina, mnawasikia wengi ambao wanatangaza wanawapa watu utajiri kwa nguvu za giza. Huko ni tayari kuuza roho kwa shetani. Yaani huyo anayefanya hivyo tayari anajua kwamba ameuza roho kwa shetani. Na mimi leo nataka nikufundishe wewe ambaye pengine haujui. Yaani pengine umefanya kitu fulani, umetenda jambo fulani, unaishi maisha fulani ambayo tayari umeuza roho kwa shetani na wewe haujui. Sikiliza hili jambo la msingi kabisa. Shetani ni mwindaji. Shetani anakuwinda wewe. Shetani ana ghadhabu na wewe. Shetani ana kisasi na wewe. Naanza kukupa huo msingi ili ujue shetani ana taswira gani juu yako. Neno mwindaji usilisahau. Pamoja na ghadhabu, pamoja na kisirani alichonacho, pamoja na kisasi, pamoja na hasira, lakini ni mwindaji. Hapa kwenye mwindaji pana pointi ya muhimu sana. Kwa hivyo shetani kwa nini ana hasira? Kwa sababu shetani alifurumushwa mbinguni akiwa na madaraka ya juu sana. Alipigwa kipigo cha mbwa mwizi, akatupwa duniani, akatolewa kwenye mamlaka ya mbinguni. Kumbuka sio mamlaka ya kiutawala wa duniani. Shetani alikuwa kwenye mamlaka ya mbinguni, sio mamlaka ya duniani, mamlaka ya mbinguni. Hiyo ghadhabu aliyo nayo sio ya kawaida. Hiyo ghadhabu na hasira na kisasi alicho nacho sio cha kawaida. Anataka kuhakikisha walio wa Mungu wote anawafyeka hapa duniani. Ndicho shetani anachotaka kukihakikisha juu yako. Sasa ninaposema mwenye ghadhabu, elewa kwamba ni wa aina gani. Shetani ni wa aina gani? Lakini pamoja na ghadhabu zake, pamoja na hasira, ni mwindaji.
Sasa kwa nini nasema mwindaji? Hapa pana pointi ya muhimu sana. Mwindaji anazo sifa. Unafuga paka nyumbani kwako? Umeshawahi kumuona paka akiwa anawinda? Umeshawahi kumuona paka anakurupuka kwenye mawindo yake? Umeshawahi kumuona? Hapana. Hapana. Paka anakwenda taratibu. Nakupa sifa za mwindaji sasa. Kwa nini nimesema ni mwindaji? Ni hunter. Anaiwinda roho yako. Anakwenda taratibu paka. Taratibu. Taratibu. Akikujaza kwenye mfumo wake. Kapa! Umeenda. Angalia filamu hizo za wanyama ambao ni wawindaji. Ya hawa jamii ya paka wote asili yao ni uwindaji. Jamii ya paka, angalia, ni wawindaji wazuri sana. Simba anaponyatia mnyama, haanzi kwa kumkimbiza, anaenda taratibu, anakwenda step by step, step by step, hatua kwa hatua, mpaka anapomuona amejaa kwenye target yake, ndipo anamkamata kap. Akimkosa ni bahati mbaya sana, lakini anaanza taratibu kumwinda. Sasa shetani ni mwindaji. Hata mwanadamu ambaye ni mwindaji, anapomwinda mnyama, unafikia na kulipua kumkimbiza tu. Hata kama ana bunduki, ataenda taratibu, step by step. Anataka amjaze kwenye target, kwamba akipiga pale anyanyuki. Hapigi tu ampige mkiana, ampige mguu. No, anataka apige eneo ambalo akimpiga ule mnyama hanyanyuki. Hiyo ndio sifa ya mwindaji. Sasa shetani ni mwindaji. Anamwinda nani? Shetani haimwindi mtu mwingine, kwa sababu mapepo ni ya kwake huko kwenye utawala wake. Hayo yote ni ya kwake. Majini yako kwenye utawala wake huko. Hakuna jini mzuri, hakuna jini mzuri. Hakuna. Vyote ni viko kwenye utawala wake huko. Viko huko. Shetani anakuinda wewe. Kumbuka, anakuinda kwa sababu aliyemfurumusha ni Mungu wa mbinguni, ambaye ndiye alituumba sisi kwa sura na mfano wake, akatupenda isivyo kawaida. Ndio maana atakamleta mwanawe wa pekee, akakubali afe kwa ajili yetu sisi tuliopotea. Angekuwa Mungu atupendi, angesema wanadamu niliwaumba kwa sura na mfano wangu, wamefanya uovu, waache waangamie. Lakini Mungu alikataa, kwa sababu ametupenda. Anakupenda na wewe, ananipenda na mimi. Sikiliza neno la Mungu siku ya leo. Ananipenda mimi, anakupenda na wewe. Akakubali mwanae wa pekee aliyependezwa naye aje kugaragazwa hapa duniani, atukanwe, apigwe mijeledi, atemewe mate, afe kifo cha pale msalabani, ili mimi na wewe tukombolewe. Upendo ulioje! Shetani yote anayaona hayo. Wakati wote unajua shetani alishakuwa tayari duniani, na ndio alileta shida yote. Ile hasira ilitokanayo mbinguni ndio akaleta kwa Adamu na Eva. Alishafurumushwa siku nyingi huko mbinguni. Akasema wasi ndio wanadamu hawa. Wasi ndio wameumbwa kwa sura na mfano wa Mungu hawa. Subiri, nitakomesha. Akaanza pale kuitumbukiza dhambi. Akaanza kuitumbukiza dhambi, ikaingia kwa mwanadamu. Kifo kikaingia. Kifo hakiepukiki. Lakini neema ya mauti ya milele, hiyo ndio imeepukika. Kifo cha mwili cha kila mmoja. Lakini mauti ya roho, sasa hayo ni wewe. Ukichagua njia kwenda kwa shetani, umekufa kiroho. Lakini ukimchagua Mungu, ukimchagua Yesu, umeokolewa. Umeokolewa. Na ndilo kusudi na ule tafuta siku leo. Wapi umepotea? Umeuza roho yako wapi? Sasa shetani kama anawinda, anawindaje? Maana yake shetani anakutafuta taratibu, haji kwa kukurupuka. Anakutafuta hatua kwa hatua, anakutengenezea mifumo, anakutengenezea mazingira, anakutengenezea njia ambazo wewe utazipenda. Tamaa, fedha, vyakula vizuri, nguo nzuri, maisha mazuri, ambayo ni vyote kiasili ni vya Mungu. Vyote ni vya Mungu. Vyote ni vya Mungu. Lakini kwa sababu ya kutupwa kwake duniani akajimilikisha. Alipojimilikisha anajifanya kwamba anataka kuwagaia watu kwa kadiri anavyotaka yeye. Sasa hiyo ni hunting. Huo pia ni mtego. Yaani wewe ili upate mali lazima uende kwa mganga. Huo ni mtego. Ili upate mali lazima utembee na mtu. Huo ni mtego. Ili upate mali lazima ufanye tendo lote la haramu, tendo lote ambalo ni dhambi, ndio utapata mali. Ili upate mali lazima ukaue wazazi wako, ukaue mke wako, ukaue mtoto wako, ukaue mume wako, utapata mali. Hii yote ni mitego ya shetani. Wewe unaona ni sawa sawa. Na kuna sehemu nyingine unasema mbona kawaida tu? Mbona fulani kamua kakake? Mbona fulani kamua mdogo wake? Mbona fulani kamua baba yake na mama yake? Wewe unashangaa jambo kama hilo. Kuna familia hazioni shida. Ili upate utawala wa eneo hili wa rohoni, basi wewe uwe mchawi. Mbona babu yako alikuwa mchawi? Mbona bibi yako alikuwa mchawi? Mbona shangazi yako ni mchawi? Mbona yule mdogo wako unamwona hapo ni mchawi? Wewe unasema kumbe uchawi ni kitu ambacho ni kizuri. Unaingia hunting.
Uwindaji, huyo ni shetani anayekuwinda. Akisha kuwini anaweka pembeni, anatia tiki, huyu ni wa kwangu. Shetani anakuwinda. Sasa katika kukuwinda sasa kwenye dunia ya leo, ndio kuna vitu vingi ambavyo leo vinaonekana ni halali, lakini kwa shetani ni mtego. Ni mtego ambao unaenda kukuingiza mahali pabaya. Hunting. Yaani point yangu nimesema shetani ni hunter. Shetani ni mwindaji. Shetani ni mwindaji. Anawinda. Anakuinda wewe, anawinda roho yako. Sasa dunia ya leo watu wengi wameshakamatwa na shetani. Wameshawekwa kwenye boksi la shetani, hawajui. Wanatembea wakiwa hawana kitu. Wanaona tu maisha yanaenda, na kuna wengine wanahisi wana maisha mazuri, kumbe ni kopi ya maisha. Yaani umepewa gari, mfano wa gari au nyumba, vitu ambavyo vina umiliki, vina certificate ya umiliki. Mali hizi, kuna mali zinatakiwa ziwe na certificate ya umiliki. Uwezi kuwa na shamba halina certificate ya umiliki, halina hati ya umiliki. Uwezi kuwa na nyumba ikawa ya kwako, haina hati ya umiliki. Uwezi kuwa na gari likawa la kwako, halina hati ya umiliki. Yes. Kwa hiyo kuna watu wana maisha mazuri, wana magari mazuri, wana majumba mazuri, wana mashamba mengi, lakini hati za umiliki ni za shetani rohoni. Yaani hati ya umiliki ya rohoni ni ya shetani. Ndio maana ikitokea la kutokea, unashangaa mtu yule alipokufa kila kitu kimepotea. Kimeenda wapi? Ni hati miliki, haikuwa ya kwake. Hata kama title deed inasoma jina lake, ni fake. Roho ndio inamiliki kila kitu, sio makaratasi yako hayo. Bwana asipojenga nyumba, wajenga wafanya kazi bure. Bwana asipolinda nyumba, walinda kesha bure. Nini maana yake? Vitu vyenu vya mikononi ni feki. Rohoni una hold rohoni, unamiliki rohoni. Shetani akikumiliki rohoni ama makaratasi anakuachia. Akitaka kuvuruga, unashangaa kila kitu kinapotea. Si unayo makaratasi, unabaki makaratasi umeshika mkononi, nyumba haipo. Sasa tunaambia mimi nyumba ninayo, hati hapa. Tuoneshe nyumba iko wapi physically? Hakuna nyumba. Tuoneshe shamba, tayari mafuriko, maji yameshaingia. Tuoneshe gari, lishapata ajali miaka mingi, umebaki na karatasi. Shetani amehold on maisha yako. Amehold rohoni, na watu wengi wako holded na shetani. Wamezuiliwa na shetani wasijue. Ndio msingi wa somo langu la leo. Utajuaje kwamba umeuza roho yako ama bado unayo? Na wengi mmeuza roho, Amini ninachokwambia. Ninapoendelea kukufundisha, sikiliza. Utajua kuna mahali roho yako imeuzwa utakapoingia kwenye maombi. Ninakuhakikishia Bwana anakwenda kufungua maisha yako. Kuna vitu vitatokea ambavyo haukuwahi kufikiria kama vingekutokea, kwa sababu tayari ulishaibiwa, tayari ulishotekwa, tayari ulishanyang'anywa. Mungu akutie nguvu. Roho Mtakatifu akupe mafunuo juu ya somo hili. Hii yote ni introduction kwa sababu ya uzito wa somo hili. Sijaanza kipengele hata kimoja, nakupa introduction, nakupa utangulizi. Unakuta leo tunahubiri kwa habari ya mavazi. Tunahubiri kwamba mavazi haya sio salama. Mavazi haya ni hatari. Mawigi ni hatari. Urembo siku hizi imekuwa hatari. Suruali mnazovaa imekuwa hatari. Mtu anakuambia, maisha haya siku hizi bila suruali. Na wewe, narudia, shetani ni hunter. Mwambie mwenzako, shetani ni hunter, anakuwinda. Hayo mavazi unayovaa anakuwinda. Akikujaza kwenye mfumo, upo kwenye boksi lake. Sasa wajuaji. Nitakufundisha kwa mifano na kwa neno la Mungu linasema nini kwa habari ya mawindo ya namna hiyo. Mafundisho yake yamejificha sana, lakini ninaamini kabisa nitakapokufundisha, Roho Mtakatifu atakupa mafunuo ya kuelewa. Kuna haja gani ya kupita kwenye njia ambayo ni hatari? Tufanye tu, sio haramu. Mimi sisemi kama haramu. Tufanye, nimekaa hapo kwamba sijasema haramu, ila nimekwambia ni hatari, ili nikufungue tu akili yako haraka. Wewe unayekunywa pombe, hiyo pombe ni hatari, itakupeleka pabaya. Wewe unayeva suwari, hiyo suwari ni hatari, itakupeleka pabaya. Wewe unayependa wanawake, hao wanawake ni hatari. Wewe unapenda kutembea na wanaume wengi, hao wanaume ni hatari. Wewe sikiliza bwana, hiyo vitu ni hatari. Ni heri ukaacha, ni heri ukatafuta njia nyingine. Wewe unasema bila wigi nitatembeaje? Nimekuambia shetani anakuwinda. Unajua anakuindia wapi? Unajua roho yako imeuzwa wapi? Unajua alikukamata wapi? Unajua mpaka sasa cha kwako ambacho Mungu alikupa hauna, anacho mtu mwingine. Unajua kwamba kizuia shetani amekiweka mahali, ama unajua kwamba kuna mtu anakitumia. Do you know that? Unajua hivyo? Unajua? Haujui.
Maisha yako, unajua kama kuna mtu ametajirika kwa ajili ya maisha yako, kwa ajili anaitumia roho yako. Maana unasema roho yako imeshauzwa, imeshachukuliwa. Kuna mtu anaitumia maisha yake, anaenda. Unajua roho yako umeiuza au bado unayo? Haujui. Ndio maana taabika, ndio maana unateseka, ndio maana umekumbatia dhambi. Ni kwa sababu roho yako haipo. Roho Mtakatifu hafanyi kazi tena. Anafanya kazi ndani yako wakati roho haipo. Imeuzwa kwa mwingine, kwa shetani. Sasa ikiwa kama kuvaa suruali ni hatari, nimekwambia. Ikiwa kama wigi ni hatari, nimekwambia. Ikiwa kama kunywa pombe ni hatari, nimekwambia. Ikiwa kama uzinzi ni hatari, nimekwambia. Na siku hizi mnafanya kama fashion, mnaopaka na rangi kabisa, mnaotangaza na mitandaoni. Kama ni hatari, kwa nini njia hiyo usiachane leo kapita njia nyingine? Kwa sababu njia za Mungu ni nyingi. Ikiwa njia hii ni hatari, nasema kama njia ni hatari, hebu ngoja tu niache pombe, waacha tu ninywe maji. Kwa nini usifanye hivyo? Unaona unashindwa. Ukiona shindwa, maana yake tayari roho yako ipo. Kwa nini nivae suruali? Kwa nini nisipovaa suruali si mwanamke? Si mtu wa kupendeza? Ukishaona kwamba si mtu wa kupendeza, maana yake tayari hilo sio somo. Sijaanza kufundisha somo. Naomba tuelewane. Nakupa introduction. Umetekwa na pombe. Yaani uweze kuacha pombe. Nitakufundisha haya yote. Wajuaje kwamba tayari shetani amekukamata? Wajuaje? Hiyo njia ni hatari. Kwa nini usiache kupita njia nyingine? Yaani kwa nini usiamue tu kupita njia nyingine na njia ipo ya kupita? Unang'ang'ania njia hiyo. Kwa nini unang'ang'ania? Wajuaje sasa kung'ang'ania kwako ndiko huko ninapokuambia roho yako imeuzwa kwa shetani. Tayari natumika sehemu nyingine. Pombe na wewe, wanawake na wewe, majungu na wewe, uchawi na wewe, ushirikina na wewe. Vitu ambavyo unaweza ukaacha. Kwani ambao hatufanyi vitu hivyo tumepungukiwa nini? Mimi mmoja wapo, sinywi pombe. Mtumishi wa Mungu. Sina vitu vya namna hiyo. Naishi maisha haya ambayo na utafuta utakatifu wa mbinguni. Nimepungukiwa nini? Na leo nakufundisha hapa, nimepungukiwa nini? Hakuna nilichopungukiwa. Ni kwa sababu nimemkabidhi Yesu Kristo maisha yangu. Yeye ndiye Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Roho yangu ipo kwake. Sasa wewe ambaye roho yako imeng'aona na shetani, ndio maana uachi hizo dhambi, kwa sababu huenda roho yako tayari imeshatekwa. Haleluya. Nimekuambia shetani na ghadhabu. Nafundisha introduction. Nenda tusome kitabu cha Ufunuo sura ya 12. Aya 11 12. Aya 11, shetani alipofurumushwa mbinguni kulikuwa kuna vita. Akapigwa, akatupwa chini. Shetani amepigwa kipigo cha mbwa mwizi. Nimekwambia hasira zake zinawaka kweli kweli. Sasa Mungu alishatuonya sisi ambao tuko duniani. Nyie mlioko duniani yupo huko. Nyie watu wa baharini huko yupo huko. Ole wenu. Mungu anasema ole wenu. Kwa nini anasema ole? Kwa sababu yupo anawinda na ana hasira kali. Anayekuinda akiwa na hasira, unielewe vizuri. Huyu manake ana hasira ambayo anataka kufyeka dunia nzima. Ingekuwa hali yake, yani akiamka tu dunia nzima amefyeka watu wa Mungu wameingia katika dhambi. Ndio furaha yake. Hiyo ndio hali ya shetani alionayo. Sasa wewe fanya mchezo. Vaa tu mawigi hayo. Vaa tu suruali hizo. Vaa tu. Vaa vikuku tu hivyo. Vaa tu. Mimi nakueleza neno lilosimama leo limenyooka. Ninakunyooshea neno. Yule tajiri na Lazaro alikuwa kama haya. Hakuamini. Wakamwacha Lazaro pale anateseka, anakula makombo. Lazaro amenyongea. Lazaro akafa, tajiri akafa. Sio mfano huo. Huko mbinguni kilitokea nini? Lazaro amekwenda mbinguni. Alafu nani? Tajiri kaenda motoni. Aliona moto. Akasema sawa, ninavumilia moto. Ninaomba atoke malaika ashuke chini akawaambie ndugu zangu. Wakawaambia mbona huko wapo watumishi? Mbona watumishi wapo? Wakiwa hawawasikii hao, hawatamsikia hata malaika akiteremka. Na neno hili liwe na kwako pia. Ukiwa usikilizi neno la Mungu, unatupuuzia, hawa ni wajinga, hawa ni wapumbavu. Sisi tunasema sawa. Tunalihubiri neno ili upate kufunguliwa, upate kubarikiwa. Hiyo roho ambayo shetani ameikamata, tukusaidie irejee ndani mwako, ukaishi maisha ya utakatifu. Ukitupuuzia tunasema sawa, ukilibeba neno tunafurahi kwa sababu utakuwa umefunguliwa. Hatukulazimishi, ila tunakuambia endelea kuvaa mawigi yako, endelea kuvaa suruali zako, endelea kuvaa vikuko, endelea na maisha ya pombe, endelea na maisha ya anasa, endelea na maisha ya anasa, endelea nayo tu, endelea na maisha ya zinaa, endelea nayo tu. Leo tunakuambia umeuza roho yako, ukikubali ni wewe. Mungu anasema nini? Nimeweka mema na mabaya mbele yenu, ni hiari yako kufuata, kupanga ni kuchagua. Sikiliza aya 11 inasema hivi:
nao wakamshinda kwa damu ya mwanakondoo na kwa neno la ushuhuda wao, ambao hawakupenda maisha yao hata kufa. Nataka kusema kwa habari ya kumshinda kwa damu ya mwanakondoo. Walimshinda nani? Kulikuwa kuna vita mbinguni. Damu ya mwanakondoo ndio ilimpiga shetani akaanguka chini. Na kuambia hiyo vita, nimekupa introduction. Shetani amefika fikaje duniani na kwa nini ana ghadhabu? Kwa sababu alipigwa na alikuwa na cheo cha juu sana mbinguni. Akapigwa, akatupwa, akawa ni maskini wa kutupwa. Ana ghadhabu zilizokali. Hayo maneno sizungumzi mimi, bali kitabu cha Ufunuo kinakuambia habari hizo. Twende kwenye aya 12, inasema, kwa hiyo shangilieni enyi mbingu nanyi mkao humo. Mbingu zinashangilia, shetani katupwa, shetani hayupo. Mbingu zinafurahi, mbingu zimechangamka, mbingu zimechanua. Watu wanamwazimisha Bwana, wanamwabudu katika roho na kweli. Haya sasa, huku duniani tunaambiwa nini? Anasema ole wa nchi na bahari, ni mimi na wewe. Kwa nini ole? Anasema kwa maana yule ibilisi ameshuka kwenu mwenye ghadhabu nyingi, akijua ya kuwa ana wakati mchache tu. Ole wa nchi na bahari. Nani wa nchi na bahari? Ziko wapi nchi na bahari? Si ziko duniani? Si ziko ambapo unaishi? Hapa ndio kwenye nchi na bahari. Sikiliza nikwambie, kwa sababu gani ole? Mungu anasema ole kwa sababu, kwa maana yule ibilisi ameshuka kwenu. Ana nini? Kwa maana mwenye ghadhabu nyingi. Alafu wewe unavaa suruali. Unaambiwa ana ghadhabu, lakini ni mwindaji. Mwindaji mwenye ghadhabu ni kama simba mwindaji. Anapokuwinda anakunyatia umuone. Akikukamata unaijua ghadhabu ya simba. Anakufyeka, anakufyeka, anakufyeka. Oh, ribo bosanda bosaka, raba sanda bosaka, rakakasi raba sanda bosaka. Mungu akusaidie. Mungu akusaidie kuelewa kinachofundishwa siku ya leo. Kuelewa introduction. Sijafundisha hapa chochote. Nina episode zaidi ya 7 kukufundisha. Tazama introduction inavyotembea. Very serious. Hili si jambo la kuchezea. Kwa hiyo unacheza na dhambi, ujue unacheza na roho yako, ujue kwamba roho yako umeiuza. Introduction. Ninakupa utangulizi wa somo. Utangulizi wa somo. Swali linauliza, wajuaje kwamba umeiuza roho yako ama bado unayo? Nacheza na dhambi. Usicheze na dhambi. Laiti kwamba Roho Mtakatifu angekaa ndani yako, angekaa ndani yako, akakufundisha vizuri, akakuonesha madhara ya dhambi, wewe ungeogopa hata kutoka ndani kwako. Haleluya. Ungesema hii ni hatari kubwa. Lakini tunafundisha leo, unatuona hatuna akili. Mungu anatenga muda kusema na wewe kupitia watumishi. Unaona watumishi hawana akili. Hatusemi kwa ajili yako tu. Tunasema ili Mungu atukuzwe kupitia wewe. Tunasema ili jina la Bwana liinuliwe kupitia wewe. Ukikubali haya, ukikataa haya. Zaidi utakapokubali, mbingu itafurahi, malaika watafurahi, na Mungu atasema nimejitwalia mmoja kati ya wao walioibiwa. Haleluya. Nisikilize kwa makini. Nimekuambia leo nakufundisha somo zito. Linahitaji neema. Sasa naomba nikueleze mambo kadhaa ambayo nitakwenda kuyafundisha. Utafuatilia kwenye hizo episode ambazo nimeziandaa. Kama wewe ni miongoni mwa watu ambao ninakwenda kuwataja mahali hapa, ninaomba tuwe pamoja kwenye somo hili. Kama ni ndugu yako, naomba tuwe pamoja kwenye somo hili. Naomba sana 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 tuwe pamoja. Unaweza kuiuza roho yako kwa namna gani? Ama umeiuza roho yako kwa namna gani? Ama roho yako imekamatwa kwa namna gani? Kama wewe ni mtumiaji wa mitandao ya kijamii, naomba ukae vizuri hapo. Moja ya mlango unaotumika kukamata roho za watu, social media, mitandao ya kijamii. Kwa namna gani? Nitakufundisha. Kama wewe ni mtaalamu sana wa kuangalia picha za ngono, picha za utupu, utakamatwa kwa namna gani? Nitakufundisha. Kama wewe unawaangalia watu ambao wanavaa utupu, nusu uchi, hata barabarani wapo, mavazi yani, nimezungumza kuhusu mavazi mwanzoni kabisa. Nitakwambia ni kwa namna gani roho yako inaweza kukamatwa juu ya hao. Kama wewe ni miongoni mwa watu wanaojichua, masturbation, nisikilize kwa makini, na wewe umo. Yani wewe sio kwa namna gani, wewe tayari. Yani wewe ni tayari. Roho yako imeshauzwa. Ila utanisikiliza ili uzwaje. Kama wewe ni mtu ambaye mzinifu,
unapenda sana mambo ya zinaa, wewe unafanya zinaa hata mara moja, wewe umeshauza roho yako. Sio utauza, wewe umeshauza roho yako. Utanisikiliza ni kwa namna gani? Nitakufundisha ujue, maana nikwambia tu umeuza roho yako, halafu siendelee kukwambia kitu kingine, utabaki kwa umeshangaa. Umeshauza roho yako tayari. Nitakwambia ili ujue, ili utakapotaka kuamua kutoka ujue unatoka namna gani. Kama wewe ni msikilizaji wa muziki ya kipepo, muziki ya kidunia, ipo muziki ya kipepo wenyewe wanaijua, na ipo muziki ya duniani, secular music. Msikilizaji wa hizo nyimbo, na wewe pia kaa kwa kutulia. Ni miongoni mwa watu ambao yawezekana umeshakamatwa. Kama wewe ni mlevi wa aina yoyote, pombe, madawa, wewe una hatari kubwa pia, ama tayari umeshakamatwa. Sasa ukiangalia hiyo listi ambayo nimekutajia, hebu litafakari hilo kundi lina watu wengi kiasi gani. Sasa huyo ni shetani. Nimekuambia mwanzoni kabisa kwenye utangulizi, shetani ni mwindaji. Anayewinda anawinda pole pole. Akikujaza kwenye mfumo, tayari amechukua cha kwako. Hivi ambavyo nimevisema vyote hapa, huu ndio uwindaji wenyewe. Wewe unaona uko kwenye social media, mtumiaji wa smartphone. Sasa wangapi wanatumia smartphone? Wangapi wanatumia smartphone? Tayari huo ni windaji, anakuwinda. Kwa hiyo unapotumia smartphone, wewe ni sehemu ya watu wanaowindwa. Na wengine wote ambao nimewataja, makundi hayo, wote ni miongoni mwa watu ambao shetani anawawinda kupitia vitu hivyo. Sasa umeelewa ghadhabu ya shetani ni kali kiasi gani? Hii mifumo unayoiona ndio mifumo ambayo shetani anatumia kukuwinda wewe. Leo ninakufundisha sio usitumie baadhi ya vitu, kuna vingine siwezi kukataza mimi kutumia, ila nitakupa mbinu uelewe kwamba unatumiaje. Usitumie kwa njia A, tumia kwa njia B. Kuna mambo nitakwambia hayo acha, kwa sababu hayo ni tayari, huo ni mfumo wa kishetani. Na mitandao ya kijamii, watumiaji wa mitandao ya kijamii muwe makini. Sasa hapa tunaenda pamoja. Hii mitandao ya kijamii, kuna vitu viko sehemu tatu mfululizo. Neno la Mungu utembee nalo katika vipengele vyote hivi. Itakapokuambia uache, maana yake ni nini? Yaani Mungu alisema wapi uachane mitandao ya kijamii? Kuna mahali Mungu alikwambia. Ila wakati Mungu anasema, kuna baadhi ya vitu havikuwepo nyakati hizo. Wakati neno la Mungu linawajilia watu na kukataza mambo fulani, ikiwezekana Mungu anasema ni bora ukawa mlemavu, ilikuwa maana yake ni nini? Maana yake ilikuwa kwenye nyakati kama hizi zaidi. Haya yote, vipengele vyote, haya makundi yote ambayo nimeyataja, simamia kitabu cha Mathayo sura ya 18 aya ya 8. Mathayo sura ya 18 aya ya 8. Simamia hapo. Kwenye kila kundi ambalo nimelisema hapa, simamia Mathayo sura ya 18 aya ya 8. Tutafungua hapa Mathayo chap. Hebu tuanzie aya 7. Tukianzia aya 7 anasema, ole ni wa ulimwengu kwa sababu ya mambo ya kukosesha, maana hayanabudi kuja mambo ya kukosesha, lakini ole wake mtu yule aliletaye jambo la kukosesha. Anasema vizuri kabisa, ole ni wa ulimwengu kwa sababu ya mambo ya kukosesha. Kwa Mungu anasema haya mambo hayana budi kuja. Neno la Mungu linasema, lilishasema hayana budi kuja. Haya mambo yatakuja, mambo ya kukosesha. Lakini ole wake zaidi aliletaye hilo jambo la kukosesha. Mungu anasema yatakuja mambo ya kukosesha. Mathayo hiyo. Mambo yapi? Ndio makundi haya nimeyataja hapa leo hii. Lakini aya ya 8 sasa anaonya zaidi. Anasema, basi mkono wako au mguu wako ukikukosesha, ukate, ukautupe mbali nawe. Ni afadhali kuingia katika uzima hali umepungukiwa na mkono au mguu, kuliko kuwa na mikono miwili au miguu miwili na kutupwa katika moto wa milele. Akaenda mbele kwenye aya 9, anasema, na jicho lako likikukosesha ling'oe,
ukalitupe mbali nawe. Ni afadhali kuingia katika uzima una chongo kuliko kuwa na macho mawili na kutupwa katika jehanamu ya moto. Hapa tunaweza kujiuliza swali dogo tu mimi na wewe tukaelewa kwa haraka. Mwili wako ni hekalu la Roho Mtakatifu. Maana mikono yako, kila ulicho nacho ni viungo vya Kristo, si ndio? Sasa unakataje kiungo cha Kristo? Unakataje mguu wako? Sasa kama mikono miwili imekukosesha, ukiikata utafanyaje kazi? Macho mawili yakikosesha, utayang'oa, utaishije? Unaona tafakari inavyokuwa ngumu, kwamba sasa nakata nini? Yaani nifanye nini? Unaona kama ieleweki. Sasa hii maana yake ni kwamba katika listi ambayo nimekutajia, kama kuna kitu unahisi kitakupeleka motoni, acha. Hiyo ndiyo chongo hiyo. Huo ndio ulemavu wa mkono. Hapo ndipo mguu wako umekatwa. Hilo ndio jicho lililong'olewa. Jicho, si unaona? Unaona nini? Unaona nini? Unaingia kwenye mitandao ya kijamii, inakusababisha kuona mambo ya uovu. Bwana anasema ni heri ukaacha kuingia kwenye mitandao ya kijamii ukapata uzima wa milele. Nunua kiswaswadu. Ni heri ya kutumia kiswaswadu, mkaachana na hayo masimu yenu smartphone, unaita matambo siku hizi. Ukaachana hiyo. Ni heri, ndio hii ndio anasema ni afadhali mkono wako ukatwe. Ni afadhali jicho ing'olewe. Jicho si ndio linaona? Si unaona naye kuambia kwamba ukiyatazama unaona haiwezekani. Yaani leo niishi bila smartphone. Unasikia swali ambalo liko moyoni mwako sasa baada ya kusema maneno hayo. Ndicho Mungu anasema ni heri ukaacha hicho. Ni heri ukaachana nacho. Ni heri ukaachana nacho kwa sababu Mungu anasema ni heri hayo matatizo utakayoyapata wakati wa kuwasiliana kuliko smartphone inayorahisisha mawasiliano yako halafu inakupeleka motoni. Yaani haya yote ninayosema katika makundi haya tunasimamia Mathayo sura ya 18 mianzia aya ya 7 mpaka ya 9 nimekusomea. Ni heri. Wewe unatumia smartphone, unatumia kwa mazingira gani? Unatumia kwa mazingira yapi? Hiyo smartphone yako inakupeleka wapi? Nimekuambia kuna watu wanaangalia picha za ngono, hawaangalii kwa kutumia smartphone. Hauangalii, ni mtego wa shetani huo. Anakunasa. Maana yake ni nini? Utakapoangalia hizo picha za ngono, amekunasa. Hapa nazungumzia mitandao ya kijamii. Huko kwenye ngono nitafika pole pole. Na kwenda kwenye hatua kwa hatua. Sitaki kuingilia lingine na lingine. Umeingia kwenye TikTok. Huko kwenye TikTok, hiyo ni smartphone, ni social media, si ndio? Si ni social media. Ni heri ukaacha kuitumia hiyo, ukabaki salama. Ukiona huko kuna matukio ya picha za utupu, watu wanaposti vitu visivyofaa, wewe si unaona? Macho yako si anaona? Jicho si linaona? Au alioni jicho lako? Unaingia kwenye Instagram, unaingia na mitandao mingine, social media zote unazotumia, unaona nini? Unasikiliza nini? Social media hizo sasa. Nazungumzia habari za social media. Unaona nini? Unasikiliza nini kwenye social medias? Ikiwa unaona mambo ya utupu, ikiwa unaona vitu visivyofaa, ikiwa unasikiliza vitu visivyofaa, ni heri ukaachana na smartphone. Ni heri ukaachana na mitandao ya kijamii. Ni heri ukakaa wewe idle peke yako. Ni heri, yani unasema ni heri kutafuta ufalme wa mbinguni kwa njia ya malalamiko ya namna hiyo kuliko kufurahi pamoja na wengine. Baba njoo sehemu fulani, njoo tukutane mahali fulani, alafu unaingia kwenye shimo. Smartphone, social media. Unaona hasara yake? Inakusaidia wapi? Simu yako inakusaidia nini? Lakini hata mimi ni mtumiaji wa mitandao ya kijamii. Hata tunavyopost tunakwambia hapa, tunapatikana Instagram, tunapatikana TikTok, tunapatikana Facebook. Jicho lako laona nini? Jicho lako latazama nini? Jicho lako linapokea kitu gani? Sijui kama tunaelewana hapa vizuri. Kila ambacho tunakifundisha, manake Mungu alishakisema. Nimekuambia kwa habari ya heri ukaachana vitu hivyo. Mungu amesema heri mkono wako ukatwe, heri mguu wako ukatwe, heri jicho lako litoke. Tuzungumzie jicho. Heri uwe chongo kaingia mbinguni. Unafahamu kwamba jicho ni taa ya mwili, sio taa ya roho. Jicho lako ni taa ya mwili. Unapoona, hicho unachokiona kinapokea, kinaenda kwenye mwili wako. Sasa jicho linaona nuru ama linaona giza? Tafakari. Jicho linaona nuru ama linaona giza? Mathayo 6:22 anasema hivi, taa ya mwili ni jicho.
basi jicho lako likiwa safi, mwili wako wote utakuwa na nuru. 23 anasema, lakini jicho lako likiwa bovu, mwili wako wote utakuwa na giza. Basi ile nuru iliyomo ndani yako ikiwa giza, si giza hilo? Neno la Mungu halijawahi kuacha chochote. Mimi nazungumzia habari za social media. Nasoma neno alafu nakwenda kwenye social media unayotumia wewe. Jicho lako si taa. Mathayo anauliza. Injili ya Mathayo inauliza. Sasa jicho lako likiona nuru, mwili wote unakuwa nuru. Na jicho lako likiona giza, si giza hilo? Giza ni nini? Giza ni nini? Ndio hayo matendo nayoona. Ndio uchafu wote unaoona kupitia social media. Ndio uchafu wote unaoona kupitia simu yako ya mkononi. Ndio kila aina ya udhaifu, uchafu na dhambi ambayo unaipata kupitia simu. Kuna vitu ninakuhakikishia isinge kuwepo smartphone usingeviona kamwe. Leo hii kinachofanyika ulimwengu mwingine, kinachofanyika taifa lingine, kinachofanyika nchi nyingine, kinachofanyika mkoa mwingine, unakiona leo kwa sababu ya simu yako, kwa sababu ya smartphone yako. Imekuwa rahisi. Watu wengi hawana vitu vitendea kazi zaidi ya smartphone. Unatumia smartphone yako kuona uchafu. Kila unapoona uchafu, jicho lako linachafuka. Aliyokuwa unaona hauoni, jicho linakuwa limechafuka, na jicho likichafuka, mwili wako ni giza. Mwili kishakuwa ni giza, si giza hilo? Sasa kwenye giza unaona nini? Haya mambo lazima ufunuliwe. Roho Mtakatifu lazima kufunulie ili wewe upate kuelewa. Hilo giza likishaingia ndani yako, maisha yako yote nini? Maisha yako ni giza. Lazima utastruggle. Sasa kwa hali hiyo, maana yake kama unaona giza na Mungu anasema si giza hilo, maana yake Roho wa Bwana hayupo. Maana yake nafsi yako imekamatwa tayari. Maana yake wewe uko kwenye himaya ya Shetani. Ndio maana yake. Upo kwenye himaya nani? Ya Shetani. Ndio maana yake. Nimekuuliza, roho yako unayo ushauza tayari? Sasa maana yake unapotumia social media, unapotumia smartphone yako katika mazingira hayo, wewe tayari roho yako imeshauzwa, kwa sababu Shetani alisha kukapcha siku nyingi kupitia macho yako. Na Mungu anasema heri ukalitoa jicho ukalitupa ukaingia mbinguni ukiwa chongo. Anakuambia heri ukaachana na smartphone yako, heri ukaachana mitandao ya kijamii, ni heri ukaachana nayo. Beba kiswaswali utia mfukoni. Wanasema amefilisika, ndio, na utafuta ufalme wa mbinguni, kuliko kusema huyu ni tajiri alafu kumbe unatafuta njia motoni. Haleluya. Roho Mtakatifu akutie nguvu kwa kuelewa haya mambo. Nimeanza na habari za social media na smartphone yako. Unaona ni kwa jinsi gani ambavyo Shetani anaweza kukukamata na roho yako ikishatekwa. Unajua maana yake? Maana yake ni hii. Maana yake ni kwamba hauna umiliki wowote. Yaani wewe ni empty. Unatembea ukiwa hauna kitu. Ni box. Yaani hauna mamlaka. Yaani ili mtu awe anasurvive vizuri, anapaswa kuwa na mamlaka kamili. Unaposema kwa jina la Yesu sitaki hii, hayo ni mamlaka. Sasa Shetani akisha kukamata, utasali unavyosali, utategemea rehema ya Mungu tu, huruma ya Mungu. Ndio basi utategemea hiyo, maana huruma ya Mungu haina mwenyewe. Lakini mamlaka unasema kwa jina la Yesu, anatokea wapi? Kwa nguvu gani? Hafanyi kazi na wewe, hakuna mahusiano. Unaposema kwa jina la Yesu, Yesu yupi? Huyu wa Galilaya anamjua mimi au wa Nazareti au wewe na Yesu mwingine? Maana kanuni haipo. Maana yake Roho wa Mungu hayupo ndani yako. Maana yake smartphone yako, maana yake social media zako zimekupoteza, zimekuangamiza. Umeenda kwenye giza. Mathayo anasema sisemi mimi. Mwili wako una giza kwa sababu ya nini? Jicho lako. Unaona kiangalia, unapenda, unaona, unavyoangalia, unavipenda mwenyewe, unavifurahia mwenyewe. Kumbe ni giza. Unaingiza giza kwenye mwili wako. Tayari unakuwa in dark. Yaani ukitembea watu wa rohoni wanasema hamna kitu. Wachawa na kuchekelea tu. Wa kwetu hiyo. Kwa nini? Wanakuona hamna kitu. Hakuna nuru inayong'aa. Nuru iking'aa ndani yako, wachawi wanajua ile ni namba nyingine, pita mbali. Usichezee watu ambao wameokoka. Usichezee watu ambao wana Yesu. Usichezee watu ambao Roho Mtakatifu yuko front mbele. Wakisema kwa jina la Yesu, inakuwa kama ilivyo. Siji mchanga. Unasikia mchanga? Nimesikia. Yaani mimi nikisikia chwa nasema kwa jina la Yesu, power toka. Kimya. Saa hiyo unasikia huko ti wanadondoka huko. Nini? Mamlaka ulionayo. Sasa power hauna ya kufanya hivyo. Shetani kashachukua roho yako. Umeshauza roho yako kupitia social media. Umeuza roho yako kupitia smartphone. You are empty my friend. Lakini jambo
la kufurahisha ni moja. Yupo Yesu aliyesema nitakurejeshea ile miaka iliyoibiwa, ile miaka iliyoliwa na madumadu na tunutu na nzige na parare, nitakurejeshea. Yesu anasema nitakurejeshea. Kwa hiyo hilo ndio la kufurahisha, hilo ndio la kufurahisha, kwamba Mungu atakurejeshea. Hata kama shetani hold on, hata kama shetani amechukua amempa mwingine, anatumia maisha yako, Bwana aweza kukurejeshea. Haleluya! Uelewe hapo, uelewe hapo. Ndio maana kukufundisha ujue, sio tunachukua smartphone yako, sio tunalipa bando, yani unanunua kuzimu, unanunua jehanamu ya moto, unanunua mateso, unanunua shetani, unamnunua kwa gharama kubwa, unaenda kulipa bando. Unafanya nini na bando lako? Unafanya nini? Heri wewe unasikiliza somo hili, na Mungu akutie nguvu, Mungu akubariki, Mungu akulinde, akufunike na damu yake takatifu, ili shetani asiondoe hiki ambacho kinaingia leo. Maana hii ni vita kubwa. Msitoni tunafundisha haya, tunafundisha tukiwa na neema kuu, sio kwa akili zangu, sio kwa nguvu zangu, sio kwa uwezo wangu, ni kwa sababu Roho wa Mungu amekufunulia haya siku ya leo. Sehemu ya kwanza nimekufundisha kwa habari ya watu ambao wanatumia mitandao ya kijamii. Sasa nakwenda sehemu ya pili, picha za ngono. Nyinyi mnaopenda kutazama picha za ngono, wahanga wa picha za ngono. Kwenye picha za ngono hapa, sio tu hizi picha jongefu, yani sio videos, sio hizo tu, hata picha za kawaida, hata picha za utupu. Kuna watu mnatumiana picha za utupu mnatumiana Okay, nataka nikuambie kitu kwa habari ya picha za ngono. Wewe si unaangalia picha za ngono, mnarushiana hizo picha. Nazungumzia picha, sio lazima ziwe video. Picha hata kama ni picha za kawaida, nazungumzia picha tu. Picha za video, picha za kawaida, mnatumiana picha za utupu. Nyinyi mnaitaka connection mnatumiana connection. Mnatumiana nini? Connection. Pole sana. Ninakupa pole kubwa. Wewe ambaye umekaa na hilo group lako, unasema hivi, hebu tupe connection, na kuna watu wanamalizia tugawane dhambi. Safi. Endeleeni kugawana hizo dhambi. Gawaneni. Mimi nimesema nasimama kwa ajili ya kukufundisha tu. Mungu ameweka mbele yako mema na mabaya, utachagua mwenyewe, wala sio vita. Ninakufundisha ili rehema ya Mungu ikikushukia, ujue namna gani umeharibikiwa na utafute jinsi gani Mungu aweza kukuokoa. Ndio lengo la kukufundisha. Yamkini ulikuwa haujui, yani kuna watu hawajui madhara yake. Unamrushia mwenzako mnazoita connection. Mnarushiana picha za utupu nyewe mahawara. Mmepiga picha zenu za faraga, mnarushiana hizo picha. Wengine mnaenda mbali, mnaprinti kwenye vyumba vyenu. Wewe naongea na wewe sasa hivi, pengine kwenye chumba chako ziko picha hizo. Wewe ninakuambia nisikilize ili uwe wagiza. Yani kuna identification. Habari za kiutawala ni habari za utambulisho. Yani kuna vitu ukifanya unapokea utambulisho automatic. Kumbuka shetani upo kazini. Ukitenda dhambi, manake unapotenda dhambi tayari, yani wewe umeshabeba utambulisho wa shetani. Na unapoungama dhambi yako, unapofanya toba, tayari umesharudi katika utambulisho wa Kristo Yesu. Ili lazima uzingatie. Kwa hiyo sisi wanadamu kawaida tunatembea na vitambulisho viwili. Ndio maana tunaaswa kumtafuta Mungu kila wakati, ili kitambulisho hiki kingine, hiki kinga cha motoni, kisiwe karibu yetu, kiwe mbali. Kwa sababu shetani anakuwinda. Hii nimesisitiza sana. Anapokuwinda, anakuwinda kila mahali. Sasa wewe unaangalia picha hizo za utupu, unaangalia pornography, unaangalia picha za ngono. Nisikilize kwa makini, ninakueleza wazi sasa. Unapotazama tu, wewe tayari umeshajiunganisha kwenye mtandao wa kuzimu. Umejiunganisha mwenyewe. Yani sawa, hiyo ni linki. Nyie mnatumiana linki si za WhatsApp sasa. Ni linki nimekutumia. Unaelewa maana ya linki? Ukifungua linki maana yake nini? Ukifungua linki maana yake umeingia kwenye hicho ambacho kinahusiana hiyo linki, na wewe umo.
Sasa tukianza kutafuta bwana, tunatafuta wahalifu, linki yao ni hii. Maana kila aliye join kwenye hiyo linki ni mhusika. Unawezaje kuwa kwenye group lisilo kuhusu? How come? Hauwezi kuwa kwenye group lisilo kuhusu. Haiwezekani. Ili uwe kwenye group lazima likuhusu. Utatumiwa linki, utaingia kwenye hiyo linki. Sasa unajua ile group linahusu nini? Haujui, hiyo ni wewe. Ili mradi umeclick linki, maana yake umekubali na umeingia. Ndio maana atakwambia hakuna ile kuingiza. Ndio maana ukiingizwa kwenye link ya group yoyote, kuna invitation inakuja kwako, kuna mwaliko unakuja na unaopokea, nimekubali. Sasa ukikubali, maana yake umekubali mwenyewe. Sasa ukukubali kwa kutokujua haimaanishi na kufutia uhalali wa hiyo link au ile group ambayo umeingia. Kwa hiyo wewe unayetazama picha za ngono, wewe ambaye unaangalia picha za utupu, wewe ambaye simu yako sasa hivi na picha za utupu, mimi nakueleza tu, kazi yangu ni kufundisha. Maana yake wewe tayari umejoin kwenye linki ya shetani. Umejoin kwenye linki ya shetani. Unahisi jambo dogo kabisa, umechukua picha lako umelibandika kwenye chumba chako. Mungu akusaidie. Mnatumiana hizo connection, connection, mkifikiri kwamba amefanya mwenyewe. Mimi sinaangalia tu. Kitendo cha kuangalia, nimetoka kukwambia, jicho ni taa ya mwili na taa ya mwili ni jicho. Sasa ukiangalia kichafu, maana yake uchafu unaingia. Hebu tusome. Mimi nafurahishwa sana na neno la Mungu kwa sababu kila kipengele tunachokwenda kukifundisha kina namna kinafundisha kwenye Biblia takatifu. Biblia hakuna ilichoacha. Biblia ni maisha yako. Biblia ni maisha yako. Mathayo sura ya 5 aya 27. Fungua Biblia yako. Mathayo 5:27. Tuko hapa jirani tu. 5:27. Hii hapa. Inasema hivi, mmesikia kwamba imenenwa usizini. Hapa anazungumzia picha tu jamani. Nazungumzia habari ya picha, sio zinaa. Zinaa itakuja baadaye. Anasema mmesikia habari, msifanye nini? Msizini. Yesu anawaambia wanafunzi, anawafundisha hapa. Lakini mimi nawaambia, kila mtu atazamaye mwanamke kwa kumtamani amekwisha kuzini naye moyoni mwake. Ikiwa kumtazama mwanamke aliyejisitiri, aliyevaa vizuri, wewe kwa kiherere chako ukamtazama ukamtamani, umekwisha kuzini naye. Vipi kuhusu hiyo picha yako ya utupu ulionayo kwenye simu? Vipi kuhusu hiyo connection yako? Vipi kuhusu hilo bandiko lako ulilobandika ukutani saa hii? Vipi kuhusu hizo picha ambazo mnatumiana hawara kwa hawara, mnatazama? Mnapotazama hamtamani, na kama mnatamani, Yesu anasema nini? Anasema ukimtazama mwanamke kwa kumtamani umeshakwisha kuzini naye. Wewe ndio mtazama mtu, mmetumiana picha, mtu ana hilo, ana picha ambazo zina nusu utupu, mmetumiana, mnatazama, si unatamani? Ukisha tamani nini kinatokea? Bwana anasema neno moja, umekwisha kuzini. Picha. Nazungumzia picha. Enyi watakatifu wa Mungu, Roho Mtakatifu awasaidie kwenye kuelewa. Leo hii haujawahi wala haumjui mwanamke mpendwa. Wapo watu wa namna hiyo, lakini umefungua mapicha ya namna hiyo. Umeona picha, una grupu la picha za namna hiyo. Wewe umeshazini tayari, moyoni mwako umeshakwisha zini. Yesu anasema, neno la Mungu linasema habari ya picha tu imesha kuingiza kwenye dhambi ya zinaa, sawa sawa na yule aliyetenda. Hamna tofauti yoyote, usijidanganye. Leo hii unasema mimi tangu nimeingia kwenye ndoa sijawahi kuchepuka. Ndugu yangu, mbona umechepuka mara hazina idadi? Si mna magrupu yenu hayo mkiwa kwenye ndoa? Si mnatumiana hizo picha za utupu, hizo connection? Siku hizi unasikia tu connection imekuwa neno zuri kabisa. Connection. Shetani ni muindaji, amekuinda kwenye zinaa. Tayari umeshakwisha zini kupitia picha, umekwisha zini kupitia group lako, umekwisha zini kupitia hizo connection, umekwisha zini tayari. Unasema mimi tangu nimeingia kwenye ndoa sijazini. Nenda kafanye toba ndugu yangu, umekwisha zini. Si mimi nisemaye, bali Bwana anayezungumza na wewe anakuambia umekwisha zini. Haleluya. Umeona uzito haya mambo? Umeona familia ya shetani hiyo? Unaiona familia ya shetani hiyo? Unaiona familia ya shetani hiyo? Unamuona shetani jinsi alivyo mwindaji? Hawa umuoni kama ni mwindaji wa kiasi hicho? Unaona jinsi gani na kukamata kwenye zinaa, tena unazini kila anapoitwa leo ukiwa haujui. Unaona hatari yake. Sasa imeshaandikwa kama dhambi. Huo ni mlango tayari unapigwa sawa sawa na yule ambaye amezini.
Umeingizwa kwenye mtandao mbaya kabisa kwa sababu ya picha za nini? Za ngono. Hili ni kundi la aina moja, linaweza kupata madhara yanayofanana. Kumbuka, shetani anatafuta roho yako. Unapofanya matendo hayo, maana yake shetani anakamata roho yako, anakuwa na uhalali nayo. Kwa hiyo unaomba toba, uombi toba ya zinaa, kwa sababu ukijua mimi sijazini. Mimi ninaomba toba kwa sababu ya kuangalia picha zisizofaa. Ndugu yangu, sio picha zisizofaa, hiyo ni dhambi ya zinaa. Lazima utubu kuhusiana na zinaa. Ninaomba toba kwa sababu nimezini kupitia picha. Kama kuna pepo liliingilia hapo, litatoka kwa jina la Yesu, kwa sababu umeshajua mlango alioingilia. Huwezi kumuomba pepo akatoka, huwezi kukemea pepo usiyejua kaingilia wapi. Ata survive tu, kwa sababu mlango alioingilia bado uko wazi na haujui. Unakwenda kuungama dhambi isiyo sahihi. Unakwenda kuomba toba mbele ya Mungu kwa dhambi usiyoijua. Unasema nimeangalia picha zisizofaa. Mungu anakuambia hujajua bado. Kaa vizuri uelewe kwamba ulizini. Umezini. Sasa wangapi mmezini? Wangapi mmezini? Kuanzia sasa muulize mwenzako, hujazini wewe? Muulize, mkazie macho. Yesu alikuwa anakazia watu macho waangalie, alikazia macho akampenda. Wewe nawe mkazie macho. Muulize, hujazini wewe? Una uhakika hujazini wewe? Haleluya. Sio picha tu. Nimekuambia na wale ambao wanavaa utupu vile vile, wanatembea barabarani. Nimekuambia mavazi yako ni hatari, ukunielewa. Umevaa mavazi ambayo unasababisha watu wa kuangalia kwa kutamani, kwa sababu umetengeneza mazingira ya kutamaniwa. Mungu amekupa maumbo makubwa. Unajua kabisa una maumbo makubwa, maumbo ambayo mtu sio rahisi kutazama, watu akapita hivi ni ngumu. Roho Mtakatifu inabidi akusaidie. Wewe unavaa suruali zako, alafu mtu anakutazama, anakutamani, alafu anaondoka zake. Amezini na wewe, amezini. Wewe una dhambi ya kuzini, na yeye ana dhambi ya kuzini. Balaa lake liko wapi? Yule anaweza akapoa maneno kama haya akagundua kwamba amezini. Wewe ulisema mimi nimevaa tu sijatazama. Unajua uko salama. Kumbe umezini na watu. Unazini na watu wangapi? Watu kutoka ulipotoka mpaka umeenda mjini wamekuangalia watu 100 ngapi? 100 nyingi wamekuangalia. Maana yake wote umezini nao. Haleluya. Umezini nao. Unazini na watu wangapi? Usiangalie tendo katika mwili. Kuzini ni habari ya roho. Kufanya tendo hili la zinaa ni habari ya rohoni, na maana yake madhara yake yako rohoni na sio mwilini. Unaweza kuwa bikira mwenye kuzini, my friend. Tuelewane vizuri. Mimi simjui mwanaume, mimi simjui mwanamke. Alikwambia nani? Umeyafanya mambo kama haya, maana yake tayari umeharibikiwa. Ndani ya ulimwengu wa roho umeharibikiwa. Zinaa kwa kutumia picha. Sehemu ya 3, masturbation, kujichua. Kwanza kujichua nikwambie tu ni roho. Ni roho ya uzinzi, hiyo imekuvamia. Wewe unayejichua usijidanganye. Yaani wewe na huyu aliyeangalia picha wote kundi lenu ni moja. Unapojichua, ile ni tendo la kiroho. Nimekwambia zinaa ni tendo la kiroho. Nitakapokwenda kumalizia ya wazinzi moja kwa moja nitafanya mjumuisho. Zinaa ni tendo la kiroho. Unapofanya masturbation, unapofanya kujichua, iwe mwanaume wanawake mnasagana, tabia hiyo ni tabia za kiroho. Unafikiri ni nini kinachokusukuma? Ni roho. Naomba tusikilizane. Neno la Mungu halinaga rangi, alipakwagi rangi, linaenda kama lilivyo, neno la mafundisho. Kwa hiyo tuvumiliane tu. Wewe ambaye unamwingilia mwanamke mwenzio, wewe hiyo ni nini? Naomba mnisikilize kwa makini. Mungu anakuhitaji. Bwana anataka kukuokoa. Na moyoni mwako kama umepata neema hii, tafadhali mwambie Mungu nisaidie. Mwite Yesu, Yesu nisaidie nipate kutoka. Kwa sababu hiyo roho, yani haya makundi haya, nimekupa kundi la picha za ngono, la watu wanafanya masturbation, watu wanajichua. Nitakwenda kwenye kundi ambalo wanazini sasa wao moja kwa moja. Hili ni kundi moja. Kufanya hivyo ni dhambi ya zinaa. Kufanya hivyo maana yake wewe umezini. Maana yake umefanya lile tendo la kushiriki, na ni tendo la rohoni. Tendo lile liko rohoni zaidi, sio mwilini. Ndio maana Yesu anakuambia unapoangalia mwanamke kwa kumtamani, umeshakwisha kuzini moyoni mwako. Wapi wamesema kuzini moyoni na kuzini mwilini ni tofauti? Wapi?
Zinaa inabaki kuwa zinaa. Maana yake yule aliyepata mwanamke akamwingilia moja kwa moja, na wewe ulioangalia picha mmefanya kitendo ambacho kinafanana kwa asilimia zote kwa zote. Tofauti tu ni huyu aliingia moja kwa moja, huyu hakuingia. Lakini kama ni dhambi, kwenye ile hali ya dhambi, hali yenu yote ni moja, ni hali ya zinaa. Na wewe pia ambaye unafanya matendo ya kujichua ni miongoni mwa hao ambao shetani anaoinda. Shetani anakuachilia hiyo roho makusudi ili ufanye dhambi ya zinaa, halafu wewe hutoona, unapigwa upofu usigundue kwamba hicho unachofanya ni dhambi ya zinaa. Umeona, unaangalia picha, zinaa. Umeangalia tu babani, zina. Umetamani wanawake, zina. Umefanya masturbation, zina. Umemesagana, zina. Yote ni zina, yote ni zina moja hiyo. Yote hiyo ni zina. Kwa hiyo roho inapokuandama, ndio maana watu wao hawaachi. Yaani hawaachi. Mwangalie mtu anayejichua kama anaacha. Na bahati mbaya sana mpaka mwili unapungua. Yaani unenepi. Wewe unafanya matendo kujichua, unajua unafanya zina na nani? Unaona mkono tu. Rohoni pale kuna vitu vinaendelea. Rohoni kuna vitu vinachukuliwa. Rohoni ni kwamba roho yako umeuza, roho yako imechukuliwa, roho yako imeangamizwa. Wewe pia umo katika kundi la watu wanafanya zinaa. Kwa hiyo madhara yoyote ambayo yanatokana na dhambi ya zinaa, ukiachana na dhambi ya kwenda motoni, hii dhambi ina vitu vya ajabu sana. Hii dhambi inachukua vitu vingi sana. Katika dhambi ambayo inabeba vitu vingi maishani mwako ni dhambi hii ya zinaa. Hii ni tofauti na dhambi zingine. Afanyaye zinaa afanya juu ya mwili wake mwenyewe. Lazima kuelewa maneno haya. Kwa nini Mungu anasema anayefanya zinaa anafanya zinaa juu ya mwili wake mwenyewe? Kwa nini? Sasa wewe umeangalia mapicha yako ya ngono, umefanya juu ya mwili wako. Unafanya matendo ya usagaji, umefanya juu ya mwili wako. Unafanya matendo ya kujichua, umefanya juu ya mwili wako mwenyewe. Kwa nini wasagaji sijui? Kwa nini wengine unafanya matendo ya kujichua? Mshukuru Mungu kwa sababu neema ya Mungu ipo. Wote neema ya Mungu ipo. Hata wewe pia unafanya matendo ya kujichua, neema ya Mungu ipo. Ukiikubali neema ya Mungu atakutoa huko uliko, na wewe utashangaa kwa nini kwa nini tendo ni la kawaida. Ni kwa sababu tayari roho yako ilishauzwa kwa shetani, anakuoperate. Mamlaka ipo kwake, anakuoperate yeye. Sehemu ya 5. Sehemu ya 5 inaizungumzia sasa zinaa kwa ujumla wake. Naizungumzia hiyo zinaa kwa ujumla wake. Hawa wote ambao nimewataja wanahusika na zinaa. Nisikilize madhara ya zinaa juu ya hatima ya maisha yako. Uzinzi na hatima katika maisha yako, huwa nini kinatokea hapa sasa? Sio mawakala roho hawa kuangalia picha. Hizo ni roho ambazo shetani ameziachilia. Hizo ni roho ambazo zimeachiliwa hewani. Yaani kuangalia picha za ngono ni roho. Yaani kuna roho zimeachiliwa, zina hang, zimekukamata mahali fulani. Unaangalia picha za ngono, unafanya masturbation, unafanya vitendo vya usagaji, unaangalia mapicha ya kubandika haya, uko kwenye collection. Hizo zote ni roho ambazo zinakushambulia. Yaani shetani anakuwinda kupitia roho ambazo ameziachilia, zimekukamata. Kwa namna gani mimi sijui, ila zimekukamata. Ndio maana unaangalia. Ndio maana mimi siwezi kuangalia, wewe unaangalia. Ndio maana mimi sina mpango nayo, lakini wewe una mpango na vitu hivyo. Sasa nakuja kwenye ile physical sasa. Yaani ile sasa, yaani nasema mguu kwa mguu, mtaa kwa mtaa, zinaa ambayo inatafutwa kwa miguu ya mtu na kwa pesa ya mtu na kwa gharama ya mtu. Zinaa. Wewe unayezini una akili. Pole kwa neno kali. Ndio neno la Mungu hilo. Fungua kitabu cha Methali 6:32. Nifungue hapa chap hiki hapa. Methali sura ya 6 aya 32. Inasema nini? Anasema mtu azinie na mwanamke hana akili kabisa, afanya jambo litakalo muangamiza nafsi yake. Neno la Mungu linasema hauna akili, empty. Usiniambie mimi nafundisha ili uache, tusitafutane. Na kufundisha neno linavyosema. Ukilisoma utaliona, nimekufikishia ujumbe kwa urahisi. Labda wewe ni mvivu wa kusoma Biblia, ninakufikishia ujumbe kwa urahisi ukufikie. Wewe unaezini, huna akili. Tena sio akili, hauna akili kabisa. Na amesema azinie na mwanamke hana akili kabisa. Nimekuambia zinaa ni tendo la kiroho. Ni issue ya kiroho kabisa.
ambalo msingi na kusudi ni la Mungu, ni msingi na kusudi wa baraka. Nasema apataye mke apata kitu chema, naye ajipatia kibali kwa Bwana. Kibali gani? Kwenye tendo la ndoa kuna siri kubwa sana katika ufalme wa mbinguni, sio jambo la kawaida. Ndio maana ndoa, kwa habari ya ndoa, ni agano na ndoa ni tendo. Hakuna ndoa isiyokuwa na tendo la ndoa. Wewe unalifanya tendo la ndoa nje ya ndoa, una akili, kwa sababu ukiwa ndani ya ndoa inakuwa ni baraka ya kiroho, yani rohoni mnabarikiwa. Ndio maana wanasema hawatakuwa wawili tena, utakuwa ni mwili mmoja, watakuwa ni mwili mmoja. Kwa nini? Kila mtu ana tumbo lake. Kwa nini kila mtu ana macho yake? Kwa nini kila mtu ana akili yake? Kwa nini kila mtu ana kinywa chake? Si tumekuwa mwili mmoja? Mbona baada ya ndoa hatugandamani pale, mtu akaingia kwa mwingine alafu akawa mtu mmoja? Fungua akili yako uelewe. Mungu anaposema umekuwa mwili mmoja, rohoni nafsi imekuwa moja, kimekuwa ni kitu kimoja. Matendo ya kiroho na baraka zake na neema zake zote zimekuwa moja. Vivyo hivyo wewe unayetenda tendo hili nje ya ndoa, umepata laana, umekamata nafsi yako, umeuza roho yako kwa shetani, na kila kilicho chako kinatumika barabara, kwa sababu mwili wako umeuangamiza mwenyewe. Ndio maana anasema azinie na mwanamke hana akili. Kila kilicho chako kinapotea katika ulimwengu wa roho, na maisha ya mwanadamu yapo rohoni, hayako mwilini. Fungua kitabu cha Wakorinto wa kwanza, andika. Wanasema mtumishi ana maneno makali. Sio mimi nisemaye, mimi nimekufikishia ujumbe loud and clear. Sasa sema, anasema nini? Sijasema, nimesoma neno la Mungu lasema, na hatutaki kupunguza neno la Mungu wala kuliongeza. Tuliseme kama lilivyo, na mimi sijalipunguza, nimelisoma kama lilivyo. Kwa hiyo pole, tusameane. Wakorinto wa kwanza sura ya 6 aya ya 16 anasema hivi Paulo, hau amjui ya kuwa yeye aliyeungwa na kahaba ni mwili mmoja naye? Maana asema wale wawili watakuwa mwili mmoja. Neno la Mungu linasema hawatakuwa wawili tena, bali watakuwa ni mwili mmoja. Pale pana fumbo kubwa ambalo Mungu aliliweka. Maana yake ni kwamba mimi na mke wangu, kama kuna hitilafu kwangu itaenda na kwake, na kama kuna hitilafu kwake itakuja kwangu. Ndio maana Mungu anaitaka ndoa iwe takatifu, isiwe tu ndoa ya aina ya ajabu ajabu, iwe ndoa takatifu ili tukaishi yale yaliyo matakatifu. Kwa hiyo wewe unayezini, maana yake una akili, kwa sababu unazini na kahaba. Huo ni ukahaba, kwa sababu kuzini ni matendo ya kikahaba. Hata kama unasema sio kahaba, ukiwa unafanya matendo ya kikahaba, maana yake ni nini? Wewe si ni kahaba. Unaweza kwenda garage ukamkuta mtu anafungua engine ya gari, ukamwambia sio fundi magari. Sio fundi vipi akati anafungua engine ya gari? Kwa hivyo unapolala na kahaba, maana yake nafsi ile ya kahaba inaingia kwako wewe, inaingia na inatembea. Ukilala na mchawi, maana yake nafsi ya uchawi inaingia, ile roho ya uchawi inaingia ndani yako. Ukilala na mzinzi, ile roho uzinani, roho nimekuambia ni matendo ya kiroho. Haleluya. Mungu akutie nguvu, Roho Mtakatifu akufunulie. Unapolala na kahaba, ile ni roho ya kikahaba inaingia ndani yako, hautoacha, utaendelea. Hata kama ilikuwa ni mara ya kwanza, utarudia tena, kwa sababu roho tayari imekuingia. Hiyo number 1. Kwa unapolala na yeyote, wewe mwanamke, wewe mwanaume, unapolala na yeyote, maana yake cha kwake kinaingia kwako na cha kwako kinaenda kwake, kina connection kwa kitu kimoja. Hizi roho zinakwenda zinaungana. Unapolala na watu 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, maana yake roho za watu 10 zote zimeungana, zimekuwa kitu kimoja. Wewe unatengeneza kitu cha aina gani? Hivi unajua kama ni hatari namna gani maisha ya roho za watu 10? Unajua jinsi gani roho ina nguvu wewe? Kama ni uasi ambao utatembea kweli kweli, kwa sababu hiyo ni nguvu ya roho. Yoyote ambaye anafanya kitu kutoka rohoni lazima kitokee. Ndio maana Yesu kila alichokifanya kilifanikiwa, kwa sababu alikuwa anafanyia vitu vinavyotoka rohoni moja kwa moja. Mtu hawezi kuomba kitu kutoka mwilini kikatokea. No, hapana. Ili jambo litokee linahitaji imani, na imani ni kuwa na hakika na mambo yatarajiwayo, bayana mambo yasiyoonekana. Yapi? Ni mambo ya rohoni, vitu vya rohoni. Mtu anayetamka kutoka rohoni, we acha, lazima kitokee, lazima kitatokea, kwa sababu ana komandi kutoka kwenye ulimwengu wa roho, which is very powerful. Haleluya. Kwa hiyo unapozini, wewe unaenda kuchukua roho za watu. Sasa hapa nataka nikwambie, hapa kwenye zinaa kuna mambo makubwa sana. Yaani watu wengi sana wameuza roho zenu. Poleni. Lakini cha kufurahisha ni kwamba Yesu yupo mwenye kuokoa. Yaani aokoae yupo. Ngoja nikwambie.
Nimekuambia shetani ni hunter. Shetani nani? Shetani ni hunter. Yaani shetani ni mwindaji. Anakuwinda kwa sababu ana ghadhabu. Tumesoma habari za Ufunuo sura 12 aya 11 12. Umesoma ghadhabu yake iko duniani kwa sababu ana ghadhabu, na Mungu anasema ole nchi na bahari kwa sababu yupo huko. Sasa nchi na bahari ndio tuko sisi huko. Hakuna mahali kwenye nchi na bahari, ni huku tuliko sisi. Ana ghadhabu na anakuwinda kwa namna yoyote akukamate ili akuangamize. Hakuna kitu kingine. Nisikilize sasa. Kuna watu maalum, sema maalum. Kuna watu maalum ambao wanayo mission. Kuna watu maalum wenye mission maalum ya kuchukua roho za watu kupitia zinaa. Shika kichwa chako. Baba, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, ninakuomba Roho wa Mungu ushuke katikati ya watu ambao unawafundisha wewe mwenyewe. Fungua fahamu zao ambazo adui mwovu shetani alifunga wasielewe. Matatizo yanayowatesa ni yapi katika zinaa? Baba, achilia neema ya kufungua akili zao na fahamu zao, wapate kuelewa kile Bwana unasema, ili watakapoelewa kila mmoja ajue ya kwamba alizama mahali gani. Roho Mtakatifu mfunulie aone mahali alipo. Neno lako ni taa ya miguu, mwanga katika njia. Wamulikie watu wako neno lako likapate kuwaeleza mahali walipo, ili wajue mahali walipozama, wapate msaada kutoka kwa watumishi, wapate msaada wa kutoka huko walipo, ili warejee katika njia ambayo Bwana ameikusudia. Ninaomba na kuamini katika jina la Yesu Kristo. Sema amina. Bali lisoma linanipa mzigo. Ninaona mzigo mzito sana 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 sana. Kuna maagent ambao yani hao wana mission, vijana wazuri, watanashati, wana fedha za kuzimu, wana utajiri wa kuzimu. Mission yao ni moja tu. Nimekuambia shetani anakuwinda. Kote huko ndiko kutajia anawinda. Nisikilize nikwambie. Ni hivi, nataka nikwambie jambo moja. Hao vijana ama hao watu kazi yao ni moja, yani ni kwenda kutafuta wanaume na kwenda kutafuta wanawake. Yani kuna vijana wa kike na kuna vijana wa kiume, lakini wengi wao ni wa kiume. Yani wao kazi yao ni kutafuta wanawake kwa wiki, kwa siku. Yani yeye ni kazi yake kulala na wewe. Atakuja kwako, atakurubuni, atalala na wewe. Akilala na wewe ameondoka, imeisha hiyo. Tayari kitendo cha kulala na wewe, yeye ni agent tayari. Yani amekutazama, anajua huyu ana 1 na 2 na 3, huyu ana uchumi mzuri, huyu ana huduma mzuri, huyu hapa ni mwanasiasa mzuri mwaminifu, huyu hapa ni tajiri wa aina fulani, huyu amebarikiwa sehemu hii, anakuja kulala na wewe. Akilala na wewe anachukua hiyo nguvu, anaondoka nayo. Sikiliza, shetani hana power yoyote. Angekuwa ana power asingemuinda mtu yote, angetumia power yake. Isipokuwa shetani ana uwezo wa kuvuna power kutoka kwa mtu kama wewe ambaye unaiendekeza zinaa. Hasa kwenye zinaa ndipo anapochukua kweli kweli. Kwa hiyo anapokuja akilala na wewe, akiondoka amechukua cha kwako. Kuna matajiri yani hao, kila mfanyakazi anayemwajiri lazima atalala naye. Wewe tajiri na pesa zake hangaike na wanawake. Ukiona hivyo kuna kitu, hapo kuna mtego, hapo kuna uwakala ndani yake. Anapolala na wewe, anakuchukua wewe, anakuondoka. Wengine wanatoa kafara za kuua, wengine kafara zao ni zinaa. Anapolala na wewe, anachukua cha kwako, amemaliza. Akija mfanyakazi mwingine, analala naye tena, anachukua cha kwako, amemaliza. Ndani ya ulimwengu wa roho, kwenye boksi lake ana utajiri uliosheheni. Zile roho za watu amezichukua, amezifungia kwenye kabati. Wewe unatembea ukiwa mtupu, una lolote. Unafanya kazi miaka 20-30, unakuja kufa una lolote. Kimwili huna kitu, rohoni una kitu, unakuwa ni makapi. Kuna watu ambao nimekuambia ni mawakala. Wao wanachukua hizi roho zenu wanazipeleka wapi? Kuzimu, zinatumika. Mtu akisema nataka utajiri, unaenda kwa mganga. Ukienda kwa mganga anasema ipo nyota ya utajiri nitakupa. Mganga anaitoa wapi? Anawasiliana na mawakala wake wa kuzimu, anawaambia iko huku, kuna nyota tunayo hapa. Wanachukua wanakupatia wewe. Wewe unaenda kupata utajiri wa muda fulani, utajiri ambao una masharti nimekuambia. Unapewa mali za kipepo, unapewa mali za nguvu za giza, lakini mikataba wanayo wao wenyewe. Ukifa mali zao zinarudi. Walipata wapi hizo mali? Yule
aliyekuja kulala na wewe alichukua nyota yako, alichukua roho yako, akaipeleka kule, akaifungia, inatumika. Wewe unaonekana makapi, unaenda sehemu, mfagiaji anakuwa na sauti kuliko wewe ambao umeajiriwa kama mkurugenzi. Yani mfagiaji anaweza kuongea na bosi wako wa juu kuliko wewe mkurugenzi. Maana yake ni nini? Nyota yako ishachukuliwa, hauonekani. Yani kila ukizungumza watu wanakuona ni wa kawaida, hauna mamlaka ndani yako. Kwa nini? Kwa sababu yupo mtu ambaye alitembea na wewe siku moja tu, akachukua cha kwako, akakipeleka kuzimu, akaenda kula akapeleka. Huyu mtu kwa siku anaoa wanawake 10, ndani ya siku 30 ana wanawake wangapi? Ana wanawake wangapi? Siku 10 anawatumia, siku 30 anawatumia 3, mara mwaka mzima amechukua roho za watu wangapi? Hey, fungukeni. Dada zangu, mnagawagawa tu, mnauza huo utamu. Kwa sababu gani? Kwa sababu gani? Mnauza roho zenu. Ndio maana masingo maza wamekuwa wengi siku hizi. Ndoa zimeshaibiwa, shetani amechukua ndoa. Mimi ni single maza, I can move on my own. Sikiliza nikwambie, huo sio mpango wa Mungu, huo ni mpango wa shetani. Shetani asichukua ndoa yako. Tafuta watumishi wakwambie ndoa yako imewekwa wapi. Unapaswa kuolewa, unapaswa kuwa na mwanaume mzuri, ukae naye nyumbani, mfurahi, mcheke, kwa sababu ndio mpango wa Mungu. Leo anasema single mother. What is single mother? Huo ni mpango wa kishetani kabisa. Kwa nini mfunguki akili? Dunia inakwenda huko kama ni jambo la kawaida. Limeandikwa wapi jambo la kawaida? Sisi tunajua kwa habari ya mjane tu. Biblia inasema kwa habari ya watu wajane ambao wamefiwa na waume zao. Biblia imeandika wapi habari ya masingomaza? Ama mapokeo gani tunayapokea kwamba kuna habari za masingomaza? Sikiliza nikwambie mpendwa, elewa kwamba ni roho yako ilishachukuliwa siku nyingi, ulishauza roho ya ndoa. Huna ndoa wewe, ilishawekwa huko kuzimu, shetani anayo. Yote ni nini? Zinaa. Nazungumza habari ya nini? Ya zinaa. Hawa mawakala ambao wanakuja, hao unajua nimekutana na buzi anakuchuna wewe. Una akili. Afanye zina hana akili, mwenzako anafanya anachokijua. Wewe unaona amekupa milioni, amekupa milioni 2, amekupa nyumba. Roho Mtakatifu akutie nguvu. Unajua amechukua nini kwako? Yaani hiyo nyumba aliyokupa wewe, yeye ndio kazi yake. Yaani hiyo ndio wakala alio nao. Yaani ana mali ambazo zimepindukia. Unasema nimelala naye nikapewa nyumba. Are you okay? Uko sawa? Hawezi kuwa sawa sawa kwa sababu mwenzako amechukua vitu vikubwa sana kwako. Ulikuwa waziri wewe. Ulikuwa usome ufike viwango vya kuwa waziri mkuu, cabinet ya rais, ofisi ya rais, ufanye kazi Ikulu. Sasa ukifanya kazi Ikulu wewe ni wakutafuta gari Vogue, Land Cruiser. Upo Ikulu? Are you serious? Mwenzako aliona siku nyingi, akatembea na wewe ukiwa na miaka 14. Matokeo yake unauza dagaa hapo ulipo. Nisikilize, kuna mahali walishachukua cha kwako. Sikwambii nikukandamize, nakwambia ili uelewe, na sio tu uelewe, solution yake ipo. Bwana anasema nitakurejeshea ile miaka unaijua, sio mwaka, miaka iliyoliwa. Haijalishi, kwa Mungu hakuna kitu kinaitwa too late. Kwa Mungu hakuna kitu kinaitwa kuchelewa. Nisikilize mpendwa, sikiliza. Mungu anasema na wewe kwa habari ya nini? Kwa habari ya kukuokoa hapo ulipo. Ukilisikia neno lipokee, tafakari, roho yako umeiuza wapi? Unatembea tu mtupu mweupe, ni sawasawa na makapi, ni sawasawa tu na kitu ambacho hakina faida, hamna kitu ndani yake. Mtu akikuangalia roho anasema hamna kitu hapa, huko mwili unatembea tu, unatembea. Huyu sawasawa na mtu ambaye amekufa ingali anatembea. Zinaa. Huo ndio uzito wa zinaa. Vitu vingapi vimebebwa huna taarifa. Yaani wa maagenti wapo wengi, akina dada. Msione umaarufu. Mnayo maisha mazuri na ya amani, wala sio kuendeshwa. Na hapo roho inachukuliwa, roho imefungiwa na magonjwa ukapata. Leo tutakuombea, Mungu atakufungua. Magonjwa nayo hospitali. Neno la Mungu linapohubiriwa uwe unaelewa. Sisi hatupo kwa ajili ya kumsakama yoyote, tupo kwa ajili ya kusema ukweli, ili utakapojua ukweli uchukue hatua za ukombozi. Hilo ndio lengo. Furaha yangu ni kukuona wewe uliye kahaba umekuwa mtumishi wa Mungu mwaminifu. Furaha yangu ni kukuona wewe mwizi umeacha wizi, umeokolewa, unamtumikia Mungu. Hiyo ndio furaha ya mtumishi yote, na ndio furaha ya mbinguni, na ndio mission nimepewa kukuokoa wewe. Kwa nini nitakuokoaje? Lazima nikuhubirie neno, lazima nikuambie tatizo lako lilipoingilia, ili Bwana apate kukuokoa. Aokoaye ni Yesu mwenyewe. Mimi kazi yangu ni kuhubiri. Nikiambiwa nikuwekea mikono nitakuwekea, nikiambiwa nikuombea nitakuombea, katika jina la Yesu. Anayekufungua ni Yesu mwenyewe. Pokea Injili, pokea neno la Mungu, kubali kuokolewa, usiwe mbishi, usiufanye moyo wako kuwa mgumu. Mungu akusaidie, Mungu akusaidie. Bwana wa majeshi akusaidie katika hili, akusaidie upate kufunguliwa. Zinaa ni kitu ambacho kibaya kweli kweli. Ndio maana umesikia huna akili, afanye zinaa hana akili. Manake toka huko, rudisha akili zako. Si ndio ilimwangusha mfalme Suleimani? Ni zinaa.
Mfalme Sulemani ameanguka kwa sababu ya nini? Ya zinaa, ya kutembea na wanawake ambao walikuwa kiroho na miungu mingine. Na Mungu alimkataza Mfalme Sulemani, usichangamane na wanawake wa kutoka mataifa mwingine. Hakuelewa, wakaja wanawake wa Amori wakamdanganya, akaenda akalala nao, mwisho wa siku akawapa na mahali pa kuabudia, wakaanza kuabudu miungu yao. Mfalme Sulemani akaangushwa, akumcha Mungu tena, akaanza kuihubiri na kuitumikia na kuiamini miungu ya wale wanawake walikuja nayo. Nini? Roho ya zinaa. Roho ya zinaa, wanawake wamekuja na miungu, akalala Mfalme Sulemani, ile roho ikaingia ikamwangusha. Yule Malkia wa Sheba mnamsikia, ni malkia ambaye alikuwa na miungu. Akasikia kwa habari za hekima za Mfalme Sulemani, akasema huyu ni mtu aina gani? Kwa hiyo nikaongea naye. Alipoongea naye akamrubuni kwa vitu vidogo. Mwisho wa siku Sulemani akalala Malkia wa Sheba. Maana yake nini? Roho ya zinaa ile Malkia wa Sheba ikaingia kwa Mfalme Sulemani na ufalme wake akadondoka. Sembuse wewe, mfalme ambaye alipendwa na Mungu, mfalme ambaye alipewa hekima kuliko mfalme yote, mfalme ambaye alipewa utajiri kuliko utajiri wa mtu yote hapa duniani. Mungu anasema hivyo, na akaangushwa na roho ya zinaa. Sembuse wewe mwana wa nani? Haleluya. Mungu akutie nguvu. Ujue roho ya zinaa inafanyaje kazi. Tunapokemea zinaa, uelewe kwamba zinaa ni nini. Yaani zinaa inafanya kazi gani ndani yako, inakuharibu kwa namna gani. Haleluya. Mungu akutie nguvu. Mawakala ni wengi. Mawakala hawana idadi. Yaani yao kazi yao tu ni kuchukua roho, ni kunyofua roho zenu. Hizo pesa mnazopewa, hayo majumba mnayopangiwa, hayo magari mnayopewa, mnaona mmepewa vitu, kumbe mmenyang'anywa vitu. Shetani anawinda, anayewinda anatumia maarifa, atumii nguvu. Inapofika hatua kufika kutumia nguvu, tayari alishakuteka, na ndipo anaanza kukupa vitu na kulagai. Anapolala na wewe ndo tayari amekupiga risasi. Ndio target yake ya mwisho. Ndio maana hangaiki na wewe. Mimi nilipata buzi. My friend. Umesha kutafakari na nafsi yako wewe. Hiki mimi ambacho nimetendewa, kweli ni kitu ambacho hakijaniathiri kwa namna yote. Mnasemaga haiondoke. Mna maneno yenu mnasema, atatumia ataacha kwani inaondoka. Usiwe mpumbavu. Ndio Biblia inasema huna akili. Kwa nini huna akili? Kwa sababu hauoni kwamba mwenzako amekichukua kitu kikubwa, ameondoka nacho, ambacho Mungu aliwekeza nguvu zake kwako. Umekuwa empty, usikiliziki wala uonekani, kila kitu kimechukuliwa. Leo unalalamika maisha magumu, leo unalalamika mambo yaendi, leo unalalamika utukufu wa Mungu hauoni. Kumbe walishachukua zamani, walishabeba zamani, walishachukua kila kitu, hauna. Lakini cha kufurahisha, yupo Yesu awezaye kurudisha. Yupo Yesu awezaye kukurejeshea hicho kilichoibiwa. Wewe kubali tu. Tafakari, Mungu akutie nguvu. Kubali kwamba nimepoteza, na mtafuta Yesu anirejeshe. Huyo ndiye mwenye mamlaka na funguo zote anazo mbinguni na duniani. Hakuna funguo ambayo mpaka kuzimu. Alichukua funguo kuzimu. Anayo funguo ya kuzimu. Sio ya duniani tu, sio ya mbinguni tu, na ya kuzimu anayo. Kwa kama vitu vyako vimewekwa kuzimu, atafuata, atafungua, atachukua, atakurejeshea. Maisha yako ataendelea na utakufa ukiwa katika hali ya utakatifu. Zinaa. Sasa haya ya zinaa ambayo unaona nimeyafundisha hapa, haya yote yanawahusu wote ambao wanafanya zinaa. Tangu wale wa kuangalia picha, wale wa kusagana, wale wa kujichua na wa kufanya zinaa, hawa wote ni kitu kimoja. Yaani kinachochukuliwa ni hicho. Shetani amekuwinda, anaendelea kukuwinda wewe, familia yako, uzao wako, anataka kuusafisha wote, kwa maana kuufagia. Sio uwe msafi, achukue chake, ubaki empty. Mungu atusaidie. Kipengele cha 5, ulevi, mihadarati, pombe. Roho hiyo ni roho ya shetani. Hivyo vyote ni vya shetani. Ukivuta bangi ni kazi ya shetani hiyo. Bangi inaharibu akili, ni madawa ya kulevya. Ndio maana anapigwa vita. Bangi ni ulevi, mihadarati ulevi, pombe ulevi. Vyote hivi vinafanya nini? Vinaharibu akili yako. Shetani anakutafuta kwenye bangi ili akufunge. Umekamatwa na bangi, umeenda jela. Shetani huyo. Lengo langu ni kufundishe mahali gani shetani anakukamata. Ukivuta bangi, maana yake ni kwamba ni kitu ambacho ni dhambi. Ukitenda dhambi umefungua mlango. Maana yake wewe tayari ni wakala wa shetani. Kama sio wakala wa shetani, ni mtumwa wa shetani. Maana yake amechukua cha kwako kupitia bangi unayovuta. Wewe unaona unavuta bangi, mwenzako anachukua akili yako.
anachukua roho yako, anaipeleka kuzimu, anakukontrol kupitia bangi. Umeshaona kuna mvuta bangi anavuta peke yake, ile roho inatembea. Ukienda mahali utatafuta mvuta bangi mwenzio. Kwa nini usitafute sehemu tu wewe unayevuta bangi ukafika, mimi navuta bangi, ngoja nitafute bangi, nikae peke yangu nivute bangi? Mara chache sana. Yaani anayevuta bangi akifika mahali panapofutwa bangi, atatafuta bangi wenzake. Anatafuta watu ambao wana roho inayofanana na yeye ili waiendeleze, na wanaendelea kushawishi na wengine, wanashawishi na wengine, ile roho ya kuvuta bangi inaendelea. Wakati unaendeleza kuvuta bangi, shetani anajivunia cha kwake. Anavuna, anabeba, anaondoka nacho. Anachukua roho yako, anakukamata, maisha yako anayakamata, anafungia kabatini. Wewe unaendelea kustruggle. Anaendelea kukutumia aidha wewe wakala wake, au anaendelea kukutumia kama mtumwa wake. Wewe unaona mambo yako anaenda tu. Kumbe wewe ni makapi tu hapo ulipo. Alishachukua kupitia mlango wa bangi. Ulevi. Vivyo hivyo. Unaenda sehemu utafuta walevi wenzio walipo. Haukai peke yako. Roho inakutafutia wengine wako pale. Chama kinaendelea. Mnaendelea kulewa. Mnapolewa mambo yanaharibika. Ukielewa wengine wanaingilia kwenye zinaa. Shetani ana hunt. Shetani anawinda. Umekunywa pombe, umelewa, umeenda kwa wanawake. Pombe na wewe. Umeenda kwa wanawake, umekutana na mambo ambayo nimesha kuambia ya zinaa. Uelewe vizuri nini kinaendelea. Uelewe vizuri kitu gani kinachoendelea kupitia pombe. Pombe matusi. Pombe kusahau familia. Pombe umesahau watoto. Pombe watoto hawali vizuri tena, wasomi vizuri tena, yeye anaishia kwenye pombe. Ukinywa pombe unasema lete kama tulivyo. Na yeye mwingine akija siku nyingine anasema lete kama tulivyo. Roho hiyo. Mwingine anasema lete kama tulivyo. Nyumbani uko unarudi, unaweza kutulia na familia yako, matokeo yake kazini unatoka mapema, unaishia kwenye pombe. Familia tena haifai. Neno la Mungu haliwezi kukaa tena ndani yako kwa sababu ya nini? Pombe na wewe. Bangi na wewe. Unaweza kuvuta bangi ukasoma neno la Mungu ukalielewa. Bangi kitu ambacho kinakusababisha kitu kinaitwa arosto. Uraibu. Usipovuta unaitafuta. Ukivuta unakuwa na arosto. Utasikia neno. Hakuna. Sema akivuta bangi anatulia kweli kweli. Wewe hauko serious. Ndio uraibu. Sasa akitulia mwambie shika Biblia soma. Hawezi. Tayari shetani amekamata fahamu zako. Amefunga fahamu zako. Maisha yanaenda, unaona kuto kusoma neno la Mungu ni jambo la kawaida. Kumbe shetani amekukamata kupitia bangi. Na pombe ni hivyo hivyo. Umeelewa utasoma neno la Mungu saa ngapi? Utalitafakari saa ngapi? Mtu anaamka asubuhi na pombe zake, anaenda kanisani. Anaenda kwa Yesu na pombe zake. Nini shetani? Unaweza kumwabudu Mungu ukiwa na pombe? Kanisani umeenda sawa. Tumekuona kanisani, umekuja kwenye ibada. Na kuuliza, ukiwa na pombe unaweza kumwabudu? Umeamka asubuhi, Jumamosi umeshinda baa, umeshinda umelewa, umeamka asubuhi unaengova, utaenda kanisani. Unaenda lionekane, labda mwenyekiti, labda mzee wa kanisa, labda mtu ambaye una nafasi kwamba usipoonekana atakuuliza, unaenda na pombe zako. Pombe na wewe, shetani amekukamata. Pombe zimekujaa. Unaweza kumwabudu Mungu katika roho na kwenda na pombe yako? Nini? Shetani kakuingiza kwenye pombe, akutoa kwenye mfumo rasmi wa Mungu. Na mambo haya yote ambayo nimeyafundisha, hivi vipengele vyote vinakutoa katika mfumo wa kumtafuta Mungu, vinakutoa katika mfumo wa kutafuta neno la Mungu. Unaacha kulitafuta neno la Mungu ili likufae, matokeo yake unamtafuta Mungu kwa nyakati fulani fulani. Unamtafuta Mungu nyakati za mifungo, unamtafuta Mungu nyakati za kusema sasa msimu wa kufunga umefika, kwa lazima imeingia, ngoja nifunge. Unamtafuta Mungu kwa sababu watu wanafunga. Unamtafuta Mungu kwa sababu watu wamekwenda kanisani na uonekane kama umekwenda kanisani. Ila kumtafuta Mungu kwa manufaa yako ya kufaa leo na baadaye haiwezekani, kwa sababu tayari shetani amekamata fahamu zako, amekupa roho ya pombe, amekupa roho ya bangi. Unavuta bangi viloni vya kwako, haushiki tena neno la Mungu, haukamati Biblia, hausomi Biblia, hauelewi chochote nacho Mungu anasema na wewe. Maana Mungu anaweza kusema kwa habari ya kesho kupitia neno la Mungu. Mungu anaweza kusema kwa habari ya familia yako kupitia neno la Mungu. Shetani amekamata ufahamu, amekutwisha zigo la bangi, amekutwisha zigo la pombe.
pombe. Matokeo yake pombe na wewe, bangi na wewe, ulevi na wewe, hakuna neno la Mungu. Manake Mungu asemi tena na wewe kwa habari zako. Na ili maisha yako yawe sawa sawa, uwe lazima unatembea kiroho na Mungu, moyo unawasiliana na Mungu kila wakati, ili Mungu akupe hatima ya maisha yako, hatima ya kila siku inayokuhusu. Lazima Mungu anataka kusema na wewe. Mungu akikutafuta upo kwenye ngova, akikutafuta uko baa, akikutafuta upo kwenye bangi, anasema Adamu uko wapi? Mbona sikuoni? Kumbe Adamu kashajificha zamani kwenye position ambayo Mungu anakusudia kukute haupo. Maana Mungu anapowasiliana na wewe anajua kwamba atawasiliana na wewe ukiwa wapi. Anajua kwamba mahali alipokuacha katika utakatifu wake, roho yake ipo ndani yako. Amekuwekea roho, amekuumba katika mfumo wa kwake, kwa sura na mfano wake. Manake akiconnect na wewe anataka akuone. Sasa umeshaingia kwenye pombe, roho imechafuka, shetani amekamata roho yako, anayopaleti. Mungu akisema switch kuone kwenye frequency yako, akuoni tena. Anasema mwanangu tena yuko wapi? Akichungulia vizuri anakuona kwenye viti virefu, akichungulia vizuri anakuona umejificha vichakani, unavuta bangi, mnapuliza moshi, tafikiri treni inapita. Oh, haleluya! Mungu akutie nguvu. Hayo ni majanga, ndugu yangu. Mungu anataka kujaribu kusema na wewe, hawezi kusema na wewe, anashindwa kusema na wewe kwa sababu umefuta frequency yake. Yani shetani ametoa frequency ya mawasiliano na Mungu. Sikiliza, mambo ya Mungu ni frequency, mambo ya roho ni frequency. Kama unavyochukua redio yako, za bahati mbaya redio za siku hizi hakuna vitu vya namna hiyo. Kuna redio za digitali. Wale unajua redio za zamani wanafanya shwa 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 shwa, hii redio fulani shwa shwa shwa, redio fulani. Hizo ni frequency, na Mungu ni hivyo hivyo. Kuna frequency za shetani, alafu kuna frequency za Mungu. Kwa hiyo Mungu anapotaka kusema na wewe, ana switch frequency nayo kuhusu wewe. Umeshaitoa frequency ambayo adui ameshachukua zamani, amekamata ufahamu wako. Hiyo frequency amepiga kwenye boksi lake, amefungia kwenye sanduku la chuma, haisomi. Mnalo wako usomi mbinguni. Sasa Mungu atasemaje na wewe? Familia yako, mke wako, watoto wako, mnaenda kibubu sawa sawa, mna macho nini? Pombe nini? Bangi. Kivuta bangi anatulia kweli? Wewe anatulia sawa, na kwa Mungu anaonekana kinywa pombe bwana hafanyi fujo kanywa pombe vizuri. Je, frequency ya Mungu inasoma kwenye hizo pombe? Inasoma? Neno la Mungu lipo. Mungu akutie nguvu. Mungu akutie nguvu. Hili si jambo la kawaida. Hili ni jambo zito. Hili ni jambo zito kabisa. Hii ndio kazi kubwa shetani anafanya, ni kuwinda roho yako. Kazi kubwa shetani anafanya ni kukuwinda wewe. Ndio kazi kubwa shetani anayofanya. Chochote ambacho sio mapenzi ya Mungu, kazi ya shetani ili akukamate, na anakupakia rangi na melemeta kabisa nzuri sana, kwa nje nzuri sana, kama zile dawa ambazo nje ukila zina sukari, endelea kumunya, utakuta na uchungu. Na shetani anafanya hivyo hivyo. Yaani huku nje ni pazuri. Sasa kama una jicho la kuona ndani kuna nini, unabugia bugia tu. Wewe una meza vitamu. Huko ndani ni vichungu. Ni vichungu. Shetani anaposema sasa hapa nimetosheka, anakutapika na kuonesha ile rangi yake, mimi ndiye shetani. Rangi yake utaanza kuiona. Matendo yake utaanza kuyaona. Yeye ndiye shetani. Haleluya. Mungu akutie nguvu katika hili pia. Pombe. Okay, sehemu ya mwisho itakuwa ni ya 6. Ni habari za muziki. Muziki ni swala la kiroho. Wanaosikiliza muziki, nyinyi, wewe kama unasikiliza muziki, sikiliza hii, utanielewa vizuri. Muziki ni swala la kiroho. Muziki ni swala la kiroho. Na wanamuziki nyuma yake wamebeba roho fulani. Wanamuziki wote wamebeba roho fulani ambayo wanapresenti muziki mbele. Nyuma yao kuna roho ya muziki. Sasa muziki huu unatoka wapi? Midundo hiyo imetoka wapi? Secular music hii ina maana gani? Muziki ya duniani kwa nini ipo? Inaimba maneno mazuri ya faraja, labda muziki ya mapenzi, muziki ya kumsifu mke, muziki hii. Muziki nyuma yake kuna nini? Kwa nini muziki hii ina nguvu sana ya kujaza watu? Kwa nini? Kwa nini mtu mmoja anajaza watu wengi sana kwenye muziki wa duniani, alafu mtu mmoja kwenye habari za nyimbo za kumwabudu Mungu ni ngumu kujaza namna hiyo? Umeshajiuliza kwa nini? Kaa pale pale ambako nimekufundisha tangu sehemu ya kwanza kwamba shetani ni mwindaji. Kwa hiyo anawinda mawindo ambayo wewe
usipate uwerevu wa kung'amua kwa haraka kwamba ninawindwa na shetani. Hicho ndicho kitu shetani anataka kukifanya juu yako. Kwa hiyo anakuletea vitu ambavyo kinadharia unaviona ni vya kawaida, lakini katika ulimwengu wa roho vinakutesa na vinakuumiza. Muziki katika ulimwengu wa roho vinafanya nini? Vinakutesa na vinakuumiza. Ni music, secular music, miziki ya duniani. Hii miziki nyuma yake inayo shida. Miziki inabeba mambo ya kiroho. Wanamuziki hawa nyuma yao wana vitu wamebeba. Wengine huwa wanasema waziwazi, kama mkiwafuatilia wanamuziki wa nje, wanasema nimeuza roho yangu kwa shetani na vitu vya namna hiyo. Wanamuziki ambao wana skendo mbalimbali, unasikia wapo duniani wengi. Halafu miziki yao wanakuja kupiga makanisani. Secular music, unapiga muziki ya duniani makanisani. Sasa mtu ambaye ameibeba roho ya muziki wa kishetani, roho yake ndio imebeba, sio maneno. Hayo maneno anayotamka ni geresha tu. Nyuma yake kuna kitu hakipo sawa sawa. Nyuma yake kuna roho ya kipepo. Nyuma yake kuna nguvu isiyo ya kawaida ambayo amepatiwa huyo mtu kwa ajili ya kufanya mziki wake uende mbali. Kwa hivyo unaposikiliza mziki, sikio lako linavonasa mziki, ule mziki unakaa, ile roho ya mziki ya mwanamuziki inakaa ndani yako. Shetani anakuinda alipompa mamlaka huyo mwanamuziki awe juu, maana yake kuna roho ya kipepo iko ndani yake. Wewe utakapopenda nyimbo zake, maana yake ni kwamba ile roho ambayo amepewa yule mwanamuziki inaingia ndani yako. Kwa hiyo atakapoongea matusi utafurahia, atakapoongea jambo lolote utafurahia. Unaona nyimbo ngapi siku hizi zinatukana na watu wanazisikiliza wazi wazi. Unafikiri kwa nini? Ile nguvu ya kusikiliza nyimbo wazi wazi wameipata wapi? Wewe mtu wa Mungu unashangaa, wenzako washangai. Wana watoto wao wanasikiliza, wana wazazi wao wanasikiliza, wana wakubwa nao waheshimu wanawasikiliza, wana watumishi wa Mungu wanasikiliza, nje ya nyumba za ibada wanasikiliza. Hawana wasiwasi wote, kwenye vyombo vyao vya usafiri wanasikiliza. Yaani hawashtuki chochote. Unafikiri nini ambacho kinawafanya washtuki? Ni roho ya shetani ambaye anawinda watu waone kwamba mziki ule ni jambo la kawaida. Kumbe unaposikiliza ile roho inaingia ndani yako, matokeo yake nini? Wanachukua ufahamu wako, wanabeba roho yako, wanatembea nayo. Mziki alichokibeba msanii, yani kia ambacho amekibeba msanii, ile roho aliyobeba msanii anapoimba, ule mziki unaposikiliza, ile roho inahamia kwako. Jamani, neno la Mungu li hai. Kila ninachokufundisha hapa Mungu alishakisema. Kwenye Biblia yako kipo. Wala usinitafute na mapanga. Huyu anasema tu, anasema wasemi tu. Nitakwambia wapi Mungu amesema. Hebu soma Yoshua bin Sira sura ya 9 aya 4. Anasema nini? Usiandamane na mwanamke aliye malenga, maana yamkini utategwa kwa hila zake. Anasema usiandamane na mwanamke malenga, aliye malenga. Malenga ni mwanamuziki. Malenga ni mwanamuziki. Usiandamane mwanamke malenga, anasema usiandamane na mwanamke aliye malenga, ama yamkini utategwa kwa ila zake, utadanganywa. Sasa muziki, nimekwambia muziki ni swala la kiroho kama yalivyo masuala mengine. Kama yalivyo masuala mengine yote ya kiroho, muziki ni swala la kiroho. Sikiliza nikwambie, habari ya kuimba si habari ya kawaida. Unaweza kuta kwenye ibada. Kwa nini unapokuwa kwenye ibada mtu anapata bubujiko lisio la kawaida? Why? Yaani unapokuwa umeingia kwenye ibada, mtu anapozama kwenye nyimbo za kuabudu, unamtoa kabisa kwenye level ya kawaida, anaenda highest, anakwenda juu kabisa kwenye kuabudu, katika kiwango cha kuabudu. Anaabudu katika kile kiwango ambacho ni cha juu. Wengine wanafikia hatua ya kunena kwa lugha. Ni pale kwenye ibada unapoabudu, ni pale wimbo wa ibada, ni pale kwenye sifa. Mtu anafika kwenye kiwango isicho cha kawaida. Unafikiri ni kwa nini? Ni kwa sababu muziki ni swala la rohoni. Mambo ya kuimba ni mambo ya rohoni. Kwa hiyo unapoimba kuna nguvu. Wimbo wako wa Roho Mtakatifu wa kuabudu na kusifu unashusha nguvu ya Roho Mtakatifu, na watu wanavoviwa zile nguvu wanajawa na nguvu ya Roho Mtakatifu kwa sababu ya wimbo. Angalia kwenye matamasha nyimbo za Injili, unakuta mtu nyimbo anaimba, anafika hatua haimbi tena, anaanza kunena kwa lugha ambayo anawasiliana na Mungu moja kwa moja. Anaanza kunena kwa lugha isiyo ya kawaida, lugha za kimalaika. Ni kwa sababu tu ya wimbo
wimbo na wimba sio kitu kingine. Ndio maana nakwambia muziki ni swala la kiroho. Muziki unaponya na muziki unaumiza. Kwa maana muziki ya duniani haiponyi, inakuumiza, ila kwa akili zako na kama inakuponya. Lakini nakwambia ile roho ambayo msanii ameibeba ndio roho ambayo inakwenda kukuangamiza wewe. Kile ambacho msanii amepewa ili aonekane, umuone yuko juu, unamsifia. Ndio maana tukwambia bwana, msanii fulani hana maana kabisa, unakasirika. Kinachokasirisha nini? Ni kwa sababu ile roho aliyoibeba aliachilia kwenye wimbo, ukasikiliza wimbo kupitia masikio yako, ile roho ikaingia ndani yako, ikapandikiza roho ya shetani. Tayari anavuna watu wengi, roho za watu wengi zinavunwa kupitia muziki. Matokeo yake nini? Mnakuwa mazwanzwa, mnakuwa ni watu ambao ni kama vile maroboti, mnakuwa ni watu ambao kama mazombi. Mnaendeshwa kwa sababu ya muziki ambao mnautumikia. Muziki ni swala la kiroho. Kwa hiyo muziki ya duniani unapozidi kuisikiliza ndivyo inavyokuharibu akili yako. Ndio wanafika hatua unaweza kaimba nyimbo za matusi hadharani bila kuona aibu yote. Hauoni aibu kwa sababu tayari ile roho ya shetani imeshaingia. Unapoimba nyimbo ya matusi tayari umefungua mlango, shetani anakunyakua chap, anachukua cha kwake anapeleka. Shetani anajaza tu, nimekwambia ana ghadhabu. Soma Ufunuo sura ya 12 aya ya 12. Shetani yuko huku kwenye nchi ya bahari, anayo ghadhabu kwa sababu ya kufurumushwa kule mbinguni. Anatafuta watu wale wa Mungu kwa namna isiyo ya kawaida. Anataka kuwateka, anataka kuwaangamiza na kuwateketeza na kuwapoteza, kuwadestroy kabisa katika ulimwengu wa roho. Muziki, penda muziki na dansi sana kwenye madisco, si ndio? Mimi nimekuambia na kufundisha hiari yako kupokea Roho Mtakatifu kupitia nguvu. Beba na kila ninachokufundisha, kila habari, kila kipengele nilichokisema hapa nimekupa na neno. Umesha kusikia habari za Sauli. Sauli alipokataliwa na Mungu, nini kilitokea? Roho ya hasira, roho ya uasi ikawa inamuingia. Ikawa inamteteresha ile roho, na akaambiwa roho hii haiwezi kutoka mpaka uimbiwe nyimbo na kinubi. Apigiwe zeze, kinubi, kitu cha namna hiyo ili roho imtoke. Yaani akipigiwa ile roho inamtoka. Sasa kama Sauli alipigiwa zeze au kinubi ile roho ikamtoka, kwa nini sikuingie roho kupitia muziki? Haleluya. Fungua Biblia yako, hebu tuone. Anza kusoma Samueli wa kwanza sura ya 16 aya 14. Anasema hivi: basi roho ya Bwana ilikuwa imemwacha Sauli, na roho mbaya kutoka kwa Bwana ikamsumbua. Nao watumishi wa Sauli wakamwambia, angalia sasa, roho mbaya kutoka kwa Mungu inakusumbua. Basi Bwana wetu na atuamuru sisi watumishi wake waliopo hapa mbele yako, watafute mtu aliye stadi wa kupiga kinubi. Basi itakuwa roho ile mbaya kutoka kwa Mungu itakapokujilia, naye atapiga kinubi kwa mkono wake, nawe utapona. Umeelewa nini mpendwa? Si nimekuambia habari za muziki? Kinubi si chombo cha muziki? Si ndio magitaa, si ndio vinanda, si ndio kinubi, si ndio matarumbeta hayo, si ndio vyombo vya muziki? Anasema nini? Sauli aliingiwa na roho mbaya kutoka kwa Mungu, na watumishi wanamwambia ili roho ikutoke natakiwa apatikane mtu mpiga kinubi, ili itakapokujulia roho hiyo, akipiga kile kinubi, hiyo roho inafanya nini? Inakutoka. Kumbe kama kinubi kinaweza kutoa roho mbaya aliyokuwa nayo Sauli, vipi kuhusu muziki huo huo kakuingizia roho mbaya? Kwa nini shindikane? Biblia iko wazi jamani. Soma neno la Mungu. Soma neno la Mungu. Biblia iko wazi kabisa, imejifunua kabisa. Sasa tuone, je, ili zoezi lilifanikiwa kwa Sauli au alikufanikiwa? Tunasoma sasa ile aya 23 inasema, ikawa ile roho mbaya kutoka kwa Mungu ilipomjilia Sauli, ndipo Daudi akashika kinubi akapiga kwa mkono wake, naye Sauli akaburudishwa na ile roho mbaya ikamwacha. Sauli anaburudishwa na kinubi, ile roho mbaya ambayo ilitoka kwa Mungu inamwacha kwa sababu tu ya kile kinubi, na alikuwa anapiga kile kinubi mtakatifu wa Bwana ambaye alikuwa tayari amekwisha kupakwa mafuta, ambaye nani? Daudi, ambaye alikuwa anachukua ufalme, anakwenda kuchukua ufalme wa nani? Wa Sauli. Sauli alishakataliwa na Mungu, Daudi akapakwa tayari mafuta kwa ajili ya kuwa mfalme wa wana wa Israeli. Tazama, mpako wa mafuta wa Bwana, anapiga kinubi, ile roho ambayo
hiyo imemuingia, roho mbaya imemuingia Sauli, inamtoka. Ndivyo watumishi wa Mungu wanavyoimba nyimbo kutoka rohoni, na watu wanapata baraka, Roho Mtakatifu anashuka, watu wanabarikiwa. Ndivyo hivyo hizo secular music, hiyo muziki ya duniani unavyosikiliza kwenye akili yako, inapoingia kwenye akili yako unaharibikiwa. Hauoni tena kama matusi ni tatizo, hauoni kama muziki wanaongea wanamwabudu shetani. They worship devils. Wanamwabudu shetani, huna habari, na wewe unashiriki mule, unachukua nyimbo, unaweka kwenye simu yako, unasikiliza, una dansi, unafurahi. Na makanisani wanapiga nyimbo zao, nyimbo hizo ambazo zimebeba roho. Nimekwambia muziki ni jambo la kiroho. Tunathibitishiwa dhahiri kabisa hapa Sauli, ambapo anapigwa kinubi na Daudi, ile roho mbaya inamwachia. Vivyo hivyo roho ya uasi, roho ya shetani inaweza kumuingia mtu kupitia muziki wa dunia. Ndio watu tunawakataza, msisikilize nyimbo za duniani, kwa sababu ni mpango haramu wa shetani wa kuharibu maisha yenu. Nimesema vizuri, somo zito hili, sio jepesi. Hapa ninapofundisha ujue wenyewe anachachamaa, ujue hizo roho zinachachamaa, lakini kwa kuwa Mungu anasema hapana uchawi wala uganga juu ya Yakobo, juu ya Israeli, basi hapana uchawi wala uganga juu yangu. Nipitapo katika maji hayatanigarikisha. Napolihubiri neno la Mungu wala sina mashaka. Ninakufungulia wewe milango ambayo Mungu akufunulie hilo jambo upate kulielewa. Watu mna dance, mkienda kwenye madisco mnavaa nini? Vimini. Na sasa hivi vinaenda makanisani. Yaani ile roho ya muziki wa duniani inaanza kuingia makanisani, na ndicho shetani anataka. Ile roho ambayo ya music ya duniani iingie kanisani, ili watu sasa waende nyuma mbele nyuma. Watu waone wanamwabudu Mungu, kama vile Daudi alivyokuwa anapiga kile kinubi, kumbe wanamwabudu shetani. Wanamwabudu nani? Shetani. Ndicho kitu ambacho, huo ndio mpango wa shetani ambao ameupanga na ameukusudia katika maisha ya mwanadamu. Haleluya. Mziki, huo mziki ambao wewe unaona unafaa, leo nakupa madhara yake. Unapoingia kwenye akili yako, unabeba kitu ambacho ni cha kwako, kinaenda kwa shetani. Unaanza kuabudu muziki, unaanza kumwabudu shetani kupitia muziki wako. Hizi nyimbo tu nzuri, mbona maneno mazuri? Tatizo sio maneno, tatizo aliyetengeneza, tatizo anayeimba, tatizo asili ya huo muziki umetoka wapi? Ndani yake kuna roho, maana yake anabeba roho ya muziki. Huyo mwanamuziki amebeba roho ya huo muziki, anakuletea wewe. Hiyo roho inaingia, yeye awe anajua au yajui, maana yake ni hiyo. Tuna maombi mazito kweli ya kuombea hizi roho zipate kutoka, ambazo zipo ndani yako zinakutesa. Umefungwa kwenye gereza, umevaa earpods zako, unasikiliza music, unajifariji kabisa, nasikiliza muziki raha kabisa, unafurahi. Lakini kumbe unavyosikiliza ndivyo roho inavyoingia. Come on, soma hichi kitabu cha Samueli wa kwanza. Soma Samueli wa kwanza sura ya 16 aya 23. Soma mpako wa mafuta alivyopiga kinubi, roho mbaya kamuacha Sauli. Vivyo hivyo agenti wa shetani atakavyopiga kinubi, roho ya shetani itakavyokuingia. Mungu akutie nguvu. Nimekufundisha hili somo, tenga muda sikiliza. Yaani siku ambayo hauna haraka, tenga muda sikiliza. Itakusaidia, kwa sababu mambo haya ni mazito sana. Roho wa Mungu ameyafunua haya ili wewe upate kuelewa, upate kujua hila za adui shetani. Hila za adui mwovu shetani zinataka kukutesa wapi? Huyo ni adui mwovu. Lakini namshukuru Mungu kwa ajili yako pia. Ninamshukuru Mungu kwa kuyafunua haya. Ninamshukuru Mungu kwa kunipa kibali cha kukufundisha wewe. Nina imani kabisa kuna watu wataanza ukurasa mpya. Kuna vitu watu walikuwa hawajui watajua sasa. Wataanza kuchukua hatua. Nami nazidi kumuomba Mungu, wewe unataka kuchukua hatua, Mungu akusimamie ili shetani asije akaondoa hilo wazo la kuchukua hatua ukabaki hapo ulipo. Mungu akubariki sana kwa kufuatilia mafundisho haya. Hii ni series ndefu lakini masomo yaliyogawanywa.
Mwenye kutaka kufuatilia masomo yaliyogawanywa yapo, yani nimeyagawanya kwa vipande vipande. Kwa kila sehemu unaweza ukasikiliza, ukatenga wakati ukasikiliza. Ukitaka kusikiliza mafundisho yote ni hayo ambayo yamefundishwa mahali hapa. Mungu akubariki sana. Na Mungu aendelee kukutia nguvu. Endelea kufuatilia mafundisho katika channel yetu ya Mikono ya Kristo. Kwa maana tunasema mikono ya Kristo kwa neno la maarifa. Watu wangu wanajuhudi sana katika kumtafuta Mungu, lakini si katika maarifa. Watu wengi wamewekeza katika kumtafuta Mungu. Unaona hayo maarifa. Hawa wanayoteseka na mambo haya, unakuta wengine ni waenda kanisani. Unakuta wengine ni wanasifa hapa. Wengine ni watumishi kabisa wa madhabahuni, lakini haya ambao nimeyataja wanayafanya. Mmoja kati yao wanayafanya na yanawatesa wasijue. Shetani anawakamata. Wanajiona wako madhabahuni, kumbe shetani anawakontrol wasijue. Lakini kwa somo hili utakuwa umejua na Mungu atakuwa amekusaidia wewe kupata kuelewa. Mungu azidi kukutia nguvu ili uweze kuvuka katika hili somo, maana vita yake sio ndogo. Endelea kufuatilia mafundisho yetu katika mitandao ya kijamii, Facebook, Instagram, TikTok. Tunayo channel WhatsApp kwa jina hilo la Mikono ya Kristo. Tunaendelea kufundisha mafundisho hayo. Basi Mungu aendelee kukutia nguvu na uendelee kubarikiwa kwa kufuatilia mafundisho hayo. Share kwa wengine, waendelee kubarikiwa na wao pia kama ulivyobarikiwa wewe. Na Mungu ataendelea kuachilia neema zake katika maisha yako. Ulikuwa na mimi mtumishi wa Mungu Norbert Simon Mpunga. Hadi wakati mwingine. Bye bye.